Ebora mzigo ndo unafika mwisho. Masiara tu mzigo unafika mwisho. Sisi kutamani kabisa hii simulizi ishe. Wewe Habiba wewe, umeweka nini kwenye hii binti na Seku? Mbona tamu hivi? Ebora karibu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea mara baada ya kuishia pale ambapo huyu Alvin ameenda kumchukua yule binti na Seku kutoka shule, kamrudisha huku nyumbani Dar es Salaam. Na amemuiba tu kiwizi tu. Ili hali mama Alvin anajua huyu binti na Seku yuko shule kimasomo. Kumbe Alvin kaenda kumuiba kule shuleni. Kamleta nyumbani anaishi naye kama mke. Itakuwaje? Hebu karibu sana katika hii sehemu ya mwisho, mzigo mtamu wa kuitwa binti na Seku. Hii ni sehemu ya 3, tunakwenda kuimaliza simulizi hii. Karibu. Basi nikamchukua pale tukaanza safari ya kurudi Dar es Salaam. Njiani tulikuwa tunaongea sana story kama zote. Ananisimulia mwenyewe, akawa ananiambia mpaka yule mwalimu Mligo sijui alishawahi kumtongoza ila alimkataa. Basi mimi nikawa nafurahi tu. Yaani niliongea mengi sana na mchumba. Yaani hakuwa na kinyongo kabisa na mimi. Nikaona huyu mtoto huyu kanisamee na kashanyosha moyo, yaani kauosha kabisa moyo wake. Basi mpaka jioni tukawa tumeshaingia Dar es Salaam. Nilifika naye mpaka home, akasema kachoka sana, mgongo na muuma, nikampa pole na kisha nikaingia bafuni kwa ajili ya kuoga kwanza na kisha tukaja kitandani. Hapo nilishindwa kumvumilia, nikamsogelea kifuani. Nikaanza pale kucheza na mwili wake. Ebara, mtoto alijiachia kwangu kusema ukweli. Tuliuwasha moto. Japo alikuwa anaumwa, ila nilimpa vitu vya ile vya slow vile. Kwa tulienjoy sana. Napenda akiwa analia kwa sauti alafu akiwa ananitazama hivi ananionea aibu, napenda sana. Unajua anakuwa ananimaliza sana. Anafanya nazidi kumpenda wallahi siwafichi. Kwa tulikulana sana tu, yani sana. No, mimi ndo nilimkula yeye. Kwa mimi nilimkula sana tu. Nilikuja kumwacha majira ya usiku saa 6. Japo zinauma vibaya mno. Na yeye alikuwa analalamika kwamba kachoka mno. Nikaona okay, hamna shida. Nikaagiza pale chakula usiku huo na kweli kikaletwa pale chakula. Tukala na kisha tukaenda zetu kuoga, tukaja kujilaza, tuko hoi. Basi mtoto akanikumbatia mpaka asubuhi. Na asubuhi akadamka tena, nikala tena mzigo na kisha nikamtolea pale dawa zake za kuzuia mimba. Nikampatia akanywa. Nikamwambia bwana, mimi leo naenda kazini mpenzi. Kazi zinanihitaji kidogo, sawa? Okay, sawa, hamna shida. Basi kweli mimi nikaenda zangu kazini, nikamwacha nyumbani. Mimi nikaingia zangu pale mjini kwa ajili ya kufanya pilika zangu za mwisho. Nikaenda dukani kwangu, kulipokuwa karibu na duka la Happy. Basi Happy alivyoniona tu akaja pale dukani kwangu akasema, naomba tuongee please, tuna mengi ya kuongea. Nikasema, kumbe. Okay, sawa. Ningoje, ndio nimefika dukani, nitakuja dukani kwako. Haya poa. Basi mimi nikafanya pale kazi zangu. Unajua nilitamani nimpigie simu mchumba, ila sasa simu hana. Nikaona leo acha nimpeleke simu na namsajilia na line na kisha na save namba yangu tu. Sasa ole wake nikute namba ya mtu mwingine. Kitawaka. Kwa nikapiga sana kazi. Nilipomaliza nikamtafutia mchumba simu kali tu tena ya bei ya dukani. Nikamwagiza mtu aniletee line. Na kweli haikupita muda akaja msajili line pale. Nikamsajilia na kisha nikaweka kwenye simu. Nikasave namba yangu my king. Na kisha ndo nikapita sasa dukani kwa Happy kumsikiliza anataka kusemaje. Kweli bwana, niliona Happy ana mimba. Imeshaanza kuchomoza kabisa. Happy akaniambia, kwa hiyo ni kweli hauitaki hii mimba? Na umegoma kuwa baba wa huyu mtoto? Nikamwambia hapana Happy, niko tayari kuhudumia mimba na kulea mtoto, ila sio mapenzi. Mapenzi sihitaji tena. Lakini Alvin, mimi nakupenda sana wewe na unalijua hilo. Shida inakuwa nini mpenzi, kati mimi nakupenda sana mwenzako. Please naomba tuongee, mimi nakupenda sana. Nikamwambia sikiliza wewe, niache bwana. Fuata nilichokuambia. Mimi na mwanamke wangu karudi, nisije nikakuona unakuja kwangu tena. Please jamani, mimi niko tayari kuwa na wewe na huyo mwingine akiwepo, lakini mimi siwezi kukuacha Alvin. Please naomba nionee huruma. Nikamwambia Happy, elewa ninavyokuambia. Hapo sikutaka tena kuongea, nikasepa zangu. Nikapita madukani kwanza, nikambebea nguo nyingi tu na Seku. Yaani sikuwa nachagua, nilikuwa nabeba tu ili awe nazo nyingi. Na viatu vya kidada sijui vile visponge nikabeba. Ndio nikarudi zangu home sasa. Basi kweli na Seku akaja pale akanifungulia mlango kwa tabasamu lote. Na kuni wao pale juu
Nilifurahi sana. Akanipokea pale mizigo, tukaingia chumbani. Aisee, ndani kulikuwa kusafi, yani kulikuwa kusafi. Nikasema, wewe unaumwa wewe, mbona umefanya usafi hivi? Si utakuwa umechoka sana? Hamna, wala tasijali mpenzi, leo nimeamka vizuri sana. Nikamwambia okay sawa. Basi pale nikaanza kutoa zawadi zake. Akaanza pale kuziangalia huko, anafurahia sana na akaniambia kwamba asante. Yani asante kama zote. Mimi nikawa nacheka tu. Akawa kila nguo anajaribu. Kila nguo ilikuwa inamtoa kweli kweli. Nikamtolea pale na za kabatini. Aisee, furahi sana. Mpaka kanipa game kwanza. Game ya shukrani hiyo, fanya basi yara nini? Unapewa shukrani. Ingekuwa kama hivi unapata mwanamke kama nasiye kuraha sana. Unampa tu simulizi, anakwambia baby asante, anakupa mzigo. Unampa pati 2, anakupa mzigo. Unamsimulia story fulani, unakula mzigo. Basi baada ya hapo ndo nikamsaidia sasa kukunja nguo zake. Alikuwa na raha sana. Muda wote anacheka cheka tu mpaka nikawa najisikia raha. Na kisha akaniambia, twende basi tukaoge. Nimeandaa chakula, hakuna kuagiza leo. Nikasema okay sawa kipenzi. Basi bwana tukaanza zetu kuoga. Huko napo nikapewa cha bafuni. Mtoto kashaanza kuzoea huyu mjegeje. Staili zote napewa. Mwanzo alikuwa kuna baadhi ya staili hakai, anasema kwamba naumia. Ila nao zote mtoto anakaa. Mimi naruka naye tu. Tulipotoka tukavaa, ndio tukaenda sasa mezani sasa. Mtoto akanitengea pale chakula. Kama nimeoa vile, tukawa tunakula pale kwa kulishana kweli kweli. Yaani ile kujiachia kinoma noma. Tulipomaliza kula sasa, ndo nikampa simu yake. Na siku alifurahi mno. Akaniambia kwamba kuna muda eti ananimisigi sana kunipigia. Ila alikuwa anaogopa eti kuniambia. Maana ulishaniambia utaki mimi nitumie simu mpaka nimalize shule. Nikamwambia na mimi kuna muda na mimi si sana kuongea na wewe. Sasa nimekuletea simu, ina namba yangu tu. Na sitaki umpigie mtu mwingine yoyote, hata mama sitaki. Nadhani unaelewa. Ndio naelewa. Basi nikamwelekeza pale jinsi ya kutumia, na vile ni msomi, ana kichwa chepesi, haikumchukua muda akaelewa. Nikasema haya. Ukinitaka anytime nipigie. Nimekuwekea dakika za kutosha kwenye hiyo simu, SMS za kutosha na bando. Kuna wifi pia huko ndani. Kwa hiyo utakuwa unatumia unavyotaka wewe, ila sitaki kujiposti kabisa. Nadhani unanielewa. Okay sawa mpenzi, nimekuelewa. Yaani mtoto kila anachomwambia yeye ndio. Sawa. Aya. Yaani hanaga ubishi. Sijui vile nimempita sana miaka, I don't know. Maana nimemwacha kama miaka 9 hivi. Basi bwana. Nilikaa na mchumba kwangu karibia kama wiki 2 hivi. Nampenda kinoma noma, nashindwa hata kuelezea. Usiku ndo namtoa sana out. Nampenda mno. Nampeleka kila anapotaka kwenda, na nilikuwa nampa kila anachokihitaji. Na Sieku na ilikuwa ni binti mzuri, mwenye heshima na utii, na mwenye kujirudi haraka mno pindi anapokosea. Na mimi nilikuwa namheshimu sana huyu mtoto, na alivyokuwa mrembo, ndo napagawa kabisa mimi kusema ule kweli. Basi bwana, siku hiyo sasa niko zangu nyumbani na mchumba ananikatakata kucha za miguuni, na ilikuwa ni weekend. So sikuenda kazini. Mlango wangu pale ukagonga bwana. Nikajua tu ni lazima atakuwa ni happy, ndio anayepajua kwangu, maana mimi hata washikaji zangu tu sijawahi kuweza kuwaleta hapa kwangu. Nikajua huyu mshenzi huyu ndo kaje kuweza kuniharibia. Sasa sijui nitamueleza nini na Sieku. Na Sieku akaniambia nani anagonga mpenzi, nikasema achana naye. Hapana, sio sawa bwana, mbona anagonga sana na kwa nguvu mno? Nenda kamfungulie bwana, au nikafungue mimi? Nikamwambia basi okay. Naenda mimi. Kwa kweli nikanyanyuka. Lakini hapo nilikuwa na hofu sana. Nikasema ni huyu happy. Nitamtwanga makofi leo na mimba yake, ndio ataeleza, yani atajua ajui. Mimi nimevurugwa mimi. Sasa leo ndo ataona akili yangu ikoje. Basi ile nafungua mlango, sinamwona mama. Mama huyu hapa. Na kibaya zaidi mama akanisukuma akaingia ndani. Hapo na Sieku alikuwa amevaa t-shirt yangu. T-shirt kubwa tu. Na kwa ndani alikuwa amevaa tu nguo ya ndani. Tena kajianika hatari. Si upo na bwanake bwana. Na Sieku alivyomwona mama alishtuka sana. Mama akasema wewe mjinga. Hapa ndo shule? Nakuuliza wewe, hapa ndo shule? Na Sieku alibaki kimya. Mama akaenda akamsogelea akataka kumpiga kofi, nikamwahi kumkinga na Sieku. Mama lile kofi alinitandika mimi. Mama akasema wewe ndo unamharibu huyu binti. Wewe ndo unamharibu na Sieku, si ndio? Yaani baada ya yeye kwenda shule, umeona ukamchukue uje kumfanya
awe mke wako humu ndani. Na kuuliza unajua kuwa Nasieku ana ndoto zake? Kwa nini unataka kuzikatisha na kuuliza wewe mbwa? Nikasema mama, haiko hivyo. Mimi ninampenda sana Nasieku. Hebu sogea hapa na ujinga wako usiniambie mimi. Ungekuwa unampenda ungemgoja amalize masomo. Haya, na wewe mshenzi, wewe kavae sasa hivi. Twende huko nyumbani, mpumbavu mmoja wewe. Asa Nasieku akawa analia, anaingia chumbani. Akavaa akatoka. Mama akasema uje nyumbani baadaye, mshenzi mmoja wewe. Basi mama akaondoka pale na Nasieku. Unajua nilihisi mama atakwenda kumpiga Nasieku huko. Alafu sasa Nasieku hakubeba simu yake. Nikaona hapa lazima niende nyumbani haraka iwezekanavyo. Na mimi nikaingia ndani, nikavaa haraka, nikaanza pale kuelekea nyumbani. Aisee, uweze amini. Ili nafika tunasikia Nasieku anapigwa na mama. Alafu Nasieku analia huko anaomba msamaha. Mama anamwambia, nilikwambia nini wewe? Si ujifunze, Unamwamini vipi mwanaume? Unadhani unamjua Alvin wewe? Unadhani unamjua Alvin kushinda mimi? Mimi ndo nile mzaa na kuuliza unamjua kushinda mimi? Au umesahau kilichokuleta kwangu? Umesahau kwa nini ulikuja kwangu wewe? Na kuuliza hapo sasa ndo anamwasha makofi. Aisee, nilisukuma ule mlango kwa nguvu pale sebuleni. Nilimkuta kaka pamoja na mkewe. Nikataka kupanda chumbani, kaka akasema usiende. Mama na hasira, mwache muadhibu, amekosea dogo. Nikasema basi aniadhibu mimi, sio yule. Kaka, bora mama niadhibu mimi. Sasa hapo kaka akaniambia, kwani humjui mama yetu kwani? Mwache muadhibu na kisha mtayaongea. Hapo ikanibidi nitulie sebuleni, nikisikiliza mwanamke wangu jinsi anavyopigwa. Nilikuwa naumia sana. Yaani mama alikuwa anaona kama mimi nina tabia za ajabu sana. Alikuwa anaona kama mimi nitamwalibia malengo yake tu Nasieku. Kumbe mimi nilikuwa nampenda kweli Nasieku. Nilikuwa nampenda. Basi mama alimpiga sana mpaka nikasikia sauti yake imekauka kabisa yani. Unajua nilivumilia pale mpaka nikawa nalia sasa na mimi. Yaani namjua Nasieku ni mwoga kwanza. Sasa yanavompiga nilikuwa nahisi adhabu kubwa sana ndani ya moyo wangu. Basi mama akatoka pale chumbani kwa Nasieku. Akaingia kwake akiwa na hasira sana. Mimi sikuuliza mara mbili, haraka nikaenda chumbani kwa Nasieku. Nilimkuta analia sana. Alivyoniona Nasieku akaja kunikumbatia, maskini ya Mungu huko analia. Nikaanza pale kumbembeleza na kumtuliza. Yaani mama kumsema kote kule na kumpiga kote, ila bado Nasieku alinikumbatia huko analia kweli kweli. Nasieku amenikumbatia. Nilimbembeleza sana, yani sana. Nikamwambia nyamaza mchumba. Haya mambo yatakuwa sawa. Nilimbembeleza sana, yani sana mpaka kalala hapo. Nikiwa tu nimemkumbatia, alikuja kushtuka baadaye. Akanonesha mama alipokuwa amemuumiza, amemfinya mapajani. Nikamwambia Nasieku, nisamehe mimi mpenzi. Lakini nimemkosea mama. Nimemdanganya ya kwamba niko shule, kumbe sio mkweli. Naelewa sana Nasieku, pole sawa. Basi nilikuwa namtuliza Nasieku, akaingia mama tena. Nasieku alivyomwona mama akaanza kuogopa. Mama akavuta pale kiti akakaa mbele yetu. Akaniuliza, Alvin, unampenda huyu binti na una mipango naye madhubuti? Nikasema ndio mama, nampenda sana, yani sana. Una uhakika? Nikasema ndio na uhakika mama. Wewe Nasieku unampenda Alvin? Hapo Nasieku alitikisa tu kichwa. Mama akasema huna mdomo? Ndio mama, nampenda. Mama akatuangalia sote wawili, mimi pamoja na Nasieku. Na kisha mama akasema okay sawa. Siwezi kuwazuia kama mnapendana. Je, mnachokifanya mnakihisi kwamba mpo sahihi? Nasieku, unatoroka shule unakuja kuishi na mwanaume. Akikutia mimba je? Utatimizaje ndoto zako? Nisamehe mama, sirudi tena. Nasieku, umesahau ulipotoka Huyu Alvin mimi ni mwanangu wa kumzaa. Lakini na wajua wanaume wanabadilika. Lazima uwe una elimu yako. Wewe unamfuatisha huyu, mwenzio ana maisha yake, ana plani zake tayari. Hivi wewe mwenyewe kwanza hujionea huruma? Hapo Nasieku ilibidi apige magoti mbele ya mama. Alianza kuomba msamaha. Mama alimuinua na kisha kama nimekusamehe Nasieku.
na mimi nimepitisha haya mahusiano yenu, ila tu ninachotaka usome na Sieku. Unaelewa? Ndio mama, nitasoma mama. Hapo akaniangalia mama na kisha akaniambia hebu njoo. Kwa sasa hapo ikabidi mimi nimwache na Sieku na kisha nikamfuata mama. Niliingia naye chumbani kwangu. Kwanza mama alinisema sana kwa kitendo cha kumweka kinyumba na Sieku. Alinisema sana, yani sana tu, mpaka nikaona aibu na nilikiri kwa mama ya kuwa ni kweli nilikuwa nimekosea na sitarudia. Mamangu akaniambia, nakujua wewe. Ole wako na Sieku alie au aumie, na kwambia nitakuua. Hujui ni jinsi gani na Sieku namuona ni binti yangu. Ninachojua hana shida wala makando kando. Ikitokea shida, najua wewe ndo utakuwa tatizo. Haiwezi kutokea tatizo mama. Na vipi kuhusu huyo Happy? Nalea mimba na nitalea na mtoto, lakini sina mpango naye. Sawa. Na Sieku mwache hapa. Ukitaka mfate hapa. Hakuna kukaa naye kwako. Usijue kampa mimba bure. Sawa mama. Msikilizaji, kuanzia hapo rasmi mahusiano yangu mimi na Sieku yalijulikana mpaka nyumbani. Mpaka baba alikuwa anajua na aliniambia kwamba nimejua kuchagua na Sieku ni binti mzuri sana. Ila tu niwe makini nisije nikamharibia na kumpatia mimba. Nikasema sawa. Basi nikamletea simu yake. Lakini mara nyingi nilikuwa nakuja sana kumuona. Nikimisi sana, naongopa kwamba natoka naye. Nahisi kama mama alikuwa anaelewa huko ndo tunaenda kumaliza hamza yetu sasa. Basi mpaka wiki yake kaisha, ikabidi sasa arudi shuleni sasa. Alinisihi sana nitulie, nisiwe na mambo mengi na nisimuumize. Na mimi nikampromise ya kwamba aende tu shule, mimi nipo na namngojea yeye na wala sina mwanamke mwingine. Na shule nilimpeleka mimi mwenyewe, ndo nikamwacha na kisha nikarudi zangu Dar es Salaam. Kwa nikawa naendelea kuhudumia mimba ya Happy vizuri tu, ila mapenzi naye sikutaka kabisa, yani kabisa. Ila pesa akihitaji tunampatia. Na kliniki kuna muda natakiwa niwe naenda naye. Na kwa kuwa ilikuwa najuana na yule mwalimu Mungilo, kwa nilikuwa naongea sana na Sieku. Tena hasa siku za weekend ndo sana nilikuwa naongea naye. Na tunaongea muda ambao sisi tunaotaka kwa kutumia simu yule mwalimu. Hapo issue ilikuwa tu ni kumpa vijipesa tu yule mwalimu. Na kuna muda naenda Arusha na mchukua mchumba kabisa kimagendo kwa msaada yule mwalimu Mungilo. Alafu naenda kulala naye na kisha namrudisha saa 11 alfajiri shuleni. Kwa ikawa hivyo bwana. Na muda ukapita mpaka Happy alipoweza kujifungua mtoto wa kiume. Kiukweli nilifurahi bwana kuwa baba, tena nilienjoy sana. Na kweli yule mtoto alikuwa ni wangu, maana nilikuwa nimefanana naye sana. Nikaanza pale kumhudumia mtoto sasa. Japo niliona sana Happy bado ananitaka, ila mimi sikumtaka kabisa. Mimi nilikuwa namhudumia tu mwanangu. Nikienda kumuona mtoto wangu ananitega, ila mwanaume kama nilikuwa sione vile. Kama nilikuwa nacheza tu na mwanangu tu na kisha nasepa. Na mwanangu alikuwa anaitwa Justin bwana. Basi bwana, bro alifunga ndoa na mwanamke wake. Na tulifanya sherehe kubwa sana. Nilitamani na Sieku awepo, ila ndo hivyo pena alikuwa yuko shule. Baada ya sherehe, bro aliniambia kwamba una mwanamke mzuri sana, utulie. Natamani siku nije kwenye ndoa yenu. Nikasema sawa kaka, itakuwa hivyo. Basi bro na mkewe bwana na mtoto wao wakarudi zao UK. Maana likizo yao ilikuwa imeshaisha. Na maisha yakaendelea nikiwa ni mwaminifu sana. Yaani nilibadilika, uwezi amini. Hata wewe mwenyewe nikikwambia nilibadilika najua uwezi kuamini. Nilikuwa sina mambo mengi kabisa yani. Mchumba akafanya mpaka mtihani wake wa kitaifa na tulikuwa tunawasiliana vizuri kabisa. Na ikafika siku yake ya graduation tulienda wote kama familia. Yaani baba, mama, mimi mpaka na Misa pia yule house girl. Nilifurahi sana na nikajivunia kuwa na Sieku. Alifaulu vizuri sana. Kila somo alilokuwa anasoma alipata cheti cha kuongoza hilo somo. Hasa nilikuwa proud na yeye. Hata mama alifurahi sana. Unajua nilifikiria nini cha kumpa. Nikaona naondoka naye China huyu mchumba. Maana ilikuwa na safari ya kwenda kuchukua mzigo huko baada ya mwezi. Ilikuwa ni siku ya furaha sana. Mama akasema sasa na Sieku na kukaribisha katika familia kama mkwe wangu. Basi na Sieku alifurahi mwenyewe na kisha akamkumbatia mama kwa nguvu mno huku akifurahi sana. Mama alimsifia sana na Sieku kuwa kamfurahisha na kafanya vizuri mno kimasomo. Nikasema mama, mimi mwezi ujao naenda naye China. Basi baba akasema tena mimi nitakuongezea pesa. Mkaspendi vizuri.
maana nimefurahi sana, amefanya vizuri mno mpaka nimesikia raha. Nilimkumbatia Nasieku, nikampiga pale busu mbele ya wazazi, akawa anaona aibu. Mama akasema ole wenu mtiane mimba. Yaani Nasieku hatakiwi abebe mimba mpaka malize chuo. Sasa kazi kwenu. Hapo nikaona baba anacheka, alafu Nasieku anaona aibu sana. Mimi yule house girl jamani alinunaje? Natamani mngemuona jinsi alivyonuna. Alinuna kweli kweli. Kwa hiyo tukaanza pale safari ya kurudi Dar es Salaam sasa. Baada ya graduation yake kumalizika Arusha, basi mimi ndo nilikuwa dereva na Nasieku nilikuwa nimekaa naye mbele. Yaani ilikuwa tumemisiana. Ila ndo hivyo. Wazazi unajua tena. Mama akasema mnaangaliana nini? Nasi wewe unaenda nyumbani kupumzika. Umechoka, hakuna kwenda kokote. Muangalie. Ila bi mkubwa alikuwa jao sana yani. Baba akasema mbona unabania sana watoto lakini. Mimi nikasema eti baba, mwambie bwana mama huyo. Wewe usitaki kumfanya Nasieku ni mkeo. Twende nyumbani, binti yangu, twende nyumbani ukapumzike. Si ati Nasi. Nasieku akaitikia kwa huruma kwamba ndio mama. Lakini hapo kumbe hata yeye mwenyewe Nasieku alinimisi nakwambia. Ilo tu ndio hivyo tu. Basi ikabidi mimi niwapeleke mpaka nyumbani. Tulipofika ilikuwa ni majira ya usiku sana. Mama alimchukua Nasieku akasema kwamba anaenda kulala, kwamba kachoka. Akaniambia haya na wewe nenda kwako. Ila mama alinikazia sana isiku. Basi nikasema mama mpe basi hata simu yake. Maana nilikuwa nimembebea. Mama akasema kumbe ushamnunulia na simu nzuri hivi. Haya nitampatia. Basi Nasieku akaingia ndani kama vile anaenda kuchinjwa maskini ya Mungu. Nikamuonesha kwa ishara kwamba oya tutawasiliana. Basi mimi nikawaacha na kisha nikarudi zangu nyumbani. Nilipofika cha kwanza nikaanza kumpigia Nasieku. Yaani nilimpigia sana Nasieku ila simu haikuwa inapokelewa kabisa. Nikaona okay haya bwana. Hamna noma, mama anaona ameamua kunikazia. Labda akaamua kuweza kunikaushia. Ila nikasema sio kweli. Nikapiga tena nikasikia sauti ya mama. Ndio aliyekuwa amepokea. Akasema wewe mjinga wewe. Unatupigia kelele, si nimekuambia kwamba Nasieku leo anapumzika? Sijampatia simu, muache huko mwenzio kachoka. Nikasema mama, haya. Hapo ndo nikajua mama hajampatia simu Nasieku, ila bi mkubwa hewani. Inataka moyo. Ikadibidi ipumzike tu na mimi. Asubuhi na mapema nikamkia kwenye kazi zangu na mizunguko yangu. Jioni kabisa nikiwa narudi zangu nyumbani, ndo Nasieku ananipigia simu. Uweze mimi nilipokea haraka. Akasema, "Halo mpenzi." Nikamwambia, "Ndo mama amekupatia simu saizi?" Hapo Nasieku akawa anacheka akasema, "Ndio, toka jana akaniambia kwamba nilale. Leo ndakanizia kabisa kushika kazi eti nipumzike tu. Nikimwomba simu hataki. Ananilazimisha nilale. Mimi sikuata na usingizi." I said nilibaki nacheka tu maana mama bwana. Nikasema nimekumisi Nasieku. Tena sana. Tunafanyaje? Sijui. Mama akaniambia tuongee tu na haniruhusu nitoke eti nje ya geti. Anasema utanipatia mimba. Mama bwana, kwani sisi tumeanza mapenzi leo? Mbona sije kukupatia hiyo mimba? Ndio hivyo kipenzi. Okay poa. Nitajua nini cha kufanya. Okay, sawa. Jamani, ndio ikawa hivyo. Mama akawa anakaza sana. Hata kama nikienda, hataki nitoke naye. Yaani tuonane pale pale nyumbani, nimwache pale pale. Nikaona okay sawa. Hamna noma. Mimi kila nikiwa naenda pale, naingia naye chumbani kwangu, na malizana naye umo ndani ya nyumba. Yeye hataki kuturuhusu tutoke. Na malizana na Nasieku umo ndani. Basi yule house girl mise, nyie alikuwa nakasirika sana. Maana shughuli yangu ilikuwa ni nzito, mtoto anashindwa mpaka kuvumilia, anatoa sauti. Basi bwana, nikamtafutia mtoto passport na nikaomba niende naye China, nikafuate mzigo. Mama katuruhusu na mzee ndo fair sana, yani hakuaga na noma kabisa. Baba, mtoto akapanda ndege kwa mara ya kwanza. Alikuwa anaogopa, alinikumbatia muda wote. Nilikuwa nasikia raha sana. Nikiwa na Nasieku mimi, hadi hata mimi mwenyewe nilikuwa najisikia raha. Nilifika naye mtoto mpaka China, nikaspendi naye sana tu, yani sana tu. Na nikachukua pale mizigo mkubwa na kila sehemu nilikuwa niko naye. Yani ilikuwa ni full kupeana raha. Mpaka tunarudi, mtoto ni mwendo wa kula raha tu. Yani mambo ilikuwa ni moto. Nilikaa naye China nakumbuka mwezi mmoja, ndio tukarudi sasa. Basi akawa anashinda nyumbani tu. Nilishamwambia akitoka hata kwenda sokoni apande bodaboda asitembee. Na sitaki agawe namba ya simu. Na sitaki ajiposti. Na simu yake ilikuwa na namba za watu muhimu tu. Nilishamwambia nikikukuta namba za mtu mwingine na kuvunja.
Yaani nilikuwa ni mkali sana kwake, tena mkali haswa. Sikuwa na masihara mimi kwa sababu kweli. Kuna muda anakuwa anamfokea sana mpaka mama anakasirika eti kwamba anamuonea. Na ugomvi wetu mkubwa mimi ni wivu kusema kweli. Yaani nina wivu kinoma noma. Basi bwana, majibu yake form 6 yalitoka. Alipiga 1 ya 3. Na Taifa alikuwa ni mwanafunzi wa pili. I say, na siku alikuwa na akili nye. Nikajua nikizaa naye huyu wanangu watatoka majinias bwana. Basi mama alifurahi sana na hakujuta kumchukua Nasieku kwa sababu alikuwa na bidii sana kwenye masomo. Hapo mama akasema, na hapo sababu umeshaanza kumfundisha michezo. Angekuwa huyu wa kwanza kitaifa kama usingemfundisha hii michezo yako. Basi Nasieku akawa anabaki anacheka tu. Mimi nikamwapplyia pale vyuo sasa, na alitaka kasomee udaktari. Yeye mwenyewe alitaka Kairuki. Ila nikamwambia aende Muhasi, yani Muhimbili pale. Akasema sawa. Ikabakia kama mwezi mmoja tu Nasieku aende zake chuo. Nasieku alianza kuumwa sana, yani sana, anatapika kweli kweli, anaumwa sana. Kwa jinsi alivyokuwa ananielezea, vile anavyojisikia, nilihisi kabisa mbona kama vile nimeshaharibu kwake. Nikamwita nyumbani, nikanunua pale kipimo cha mimba, nikampima pale mkojo. Kipimo kikasoma mistari miwili pale pale. Yana na mimba. Unajua yeye mwenyewe alitaka kuanguka bafuni, ila nilimdaka. Nikarudi naye mpaka chumbani. Alianza kulia na kuambia, "Nikaona hapa kazi ipo. Nitamwambia nini mama elewe?" I say, "Alafu mbona nilikuwa nampa dawa kila tukitoka kufanya haya mambo? Ni kwamba dawa zimedunda au imekuaje? Maana naona sasa sielewi." Nilimtuliza kwanza Nasieku. Nikamwambia Nasieku, hebu nisikilize, hebu tulia basi. Nitamwambia nini mimi mama sasa? Alishatuonya, lakini alafu vipi kuhusu mimi? Nitasomaje nikiwa ni mjamzito hivi? Nasieku, hebu nisikilize. Chuo sio kama shule. Utaenda na ujauzito hivyo hivyo na utasoma na mambo yako yatanyoka. Sijui unanielewa? Sasa Nasieku akawa analia pale. Nikamwambia Nasieku, imeshatokea, ni bahati mbaya. Hatujadhamiria. Tuache kiumbe cha Mungu kije, sawa? Sawa, hamna shida. Basi bwana, hii siku nikamrudisha nyumbani akiwa ni mnyonge sana. Sikupanga kuongea na mama kwanza, maana kwa hii siku sikuwa sawa hata mimi mwenyewe. Kama wiki hivi ndo nilienda kuongea sasa na mama. Tena nilikaa naye mimi mwenyewe sebleni. Nikamwambia mama, samahani. Bahati mbaya mimi na Nasieku tumeharibu. Hapo mama akaniangalia akaniambia, nimeshajua. Yaani hata kabla hujaniambia nimeshajua Nasieku ana mimba. Maana anacheua muda wote. Sikutaka tu kumuuliza. Kwa hiyo umepanga nini kwake? Mama, nilitaka aende chuo hivyo hivyo. Maana sitamani airishe masomo yake. Ndio unachokiwaza hiko? Mama. Sio mama. Mimi nataka umuoe kabisa. Ili uishi naye wewe mwenyewe mwanamke wako. Ni sawa pia mama. Japo sijaongea naye Nasieku kuhusu hilo. Uongee naye kuhusu nini? Nasieku anakupenda tena sana tu. Hawezi kukataa hili. Sawa mama, kuna shida, nimekuelewa. Kweli niliongea na Nasieku kuhusu hili swala la kumoa. Alikubali vizuri tu. Ila aliniomba mimba ikifikisha miezi 6. Maana kwa sasa anaumwa sana, hataweza pilika za ndoa. Ikabidi nimuelewe tu. Maana ni kweli mchumba hakuwa sawa kabisa na alikuwa anaumwa sana. Nikaongea na mama akakubali. Basi bwana akaanza pale chuo. Hivyo sikutaka kae hostel, maana afya yake haikuwa nzuri. Mimba ilikuwa inamsumbua sana. Basi bwana ikawa sasa asubuhi anapelekwa chuo na mama, na jioni mimi ndo nilikuwa namrudisha nyumbani. Hapo msikilizaji, Happy hakuacha kunifuatilia na kuniambia kwamba ananipenda. Ila sikuwa na time naye zaidi ya kumlea tu mtoto wangu tu. Na mtoto wangu alipofikisha miezi 9, kwa sababu yule mtoto alikuwa ananijua vizuri tu, maana nilikuwa nikipata tu muda naenda kumuona. Sasa kuna kipindi nilifikiria kumchukua Nasieku ili niishi naye. Ila mama hakuwa anataka kabisa. Hakuwa anataka kabisa niishi na Nasieku mpaka nimuoe. Kwa hiyo always alikuwa anakaa nyumbani kwa mama. Kuna siku sasa nilikuwa nimemfuata Nasieku chuo na mrudisha nyumbani. Ila hakuwa sawa hiyo siku. Nikaona mpaka analialia. Anajizibaziba hivi nisimuone.
Nilishindwa hata kuendesha gari, nikapaki kwanza pembeni. Nikamuuliza unalia nini Naseko? Shida nini? Mbona sikuelewi? Kuna nini kinachoendelea kwani? Mimi sihitaji kurudi nyumbani. Naomba tukae wote kwako. Niliogopa, nikasema sikuelewi. Nini shida? Mama anakutesa wewe? Ama Misa anakusumbua? Hebu niambie haraka, nini kinachoendelea? Hapo Naseko alibaki na liga huko ananikumbatia. Ananiambia tu hataki tena kurudi nyumbani. Aisee, nilichukia mpaka nikamfoka, nikamwambia unalia nini sasa? Muda wote unalia, huniambii chochote. Sasa nikueleweje? Nini shida? Hebu niambie. Nimekumisi tu na ndo maana nataka tukaishi wote. Nye, mimba hizi. Ilibidi mkumbatie, nikamwambia mke wangu, sikiliza, naomba urudi nyumbani. Kisha mimi sitachelewesha hii ndoa. Naanza process soon. Sawa Naseko wangu? Please basi leo nikalale kwako. Nikamwambia mama atakasirika. Hapendi kabisa ulale kwangu. Na ameshasema mpaka tuoane, sawa kipenzi? Basi baada ya kuelewana naye, mimi nikamrudisha nyumbani. Nikamwacha mimi nikarudi zangu kwangu. Ikapita kama wiki hivi. Sikuwa namuelewa kabisa Naseko. Alikuwa na huzuni sana. Na kuna muda ananiambia kwamba kuna kitu anataka kuniambia, lakini haniambii tena. Yaani nilikuwa namuona kama hana amani. Unajua mpaka nikahisi huenda labda mama anamtesa kule nyumbani. Ila mbona mama anampenda sana? Anampenda sana Naseko, yani sana tu. Ila nikaona nitajua tu shida ni nini. Shida ni nini na msumbua, nitajua tu. Sasa siku hiyo nakumbuka niko nyumbani, yule Misa house girl akanitumia message. Njoo asubuhi nyumbani. Mida ya saa 2 kuna surprise yako. Ilikuwa ni weekend, alafu sikuwa na mipango ya kwenda nyumbani kwa mama. Nikampigia simu yule Misa house girl nikamuuliza, una surprise yangu ipi? Unajua dem ni jao sana. No bwana, kumbe mimi jao ukija ndo muda ambao utajua sasa. Si unamwamini sana Naseko wako? Basi karibu. Nikaona tena kuna nini tena. Nikaona acha niende. Nione kuna nini kwanza au Naseko anafanya nini. Basi bwana. Nikakimbiza gari mpaka mida kufika saa 2 hivi ndo nikaingia pale nyumbani kwa bibi mkubwa. Nikapaki pale gari nje haraka sana, nikaingia ndani. Nikamkuta pale Misa yuko sebuleni ananikoja kwa sana. Nikamwambia mshenzi kuna nini? Nina chumbani kwa mwanamke wako. Utakuta surprise yako. Unajua mpaka nikaogopa kwamba Naseko kaingiza mwanaume chumbani kwake ama ni vipi. Nikamuuliza mama yuko wapi? Akasema mama kila siku anaondoka saa 11 asubuhi siku hizi. Wewe nenda kwanza utachelewa. Basi nikaenda mpaka mlangoni kwa Naseko. Nikausukuma, sikuamini macho yangu kwa kile nilichokuwa nimekiona. Yaani ilibaki hivi nizimie. Ilibaki kidogo nizimie. Macho yalinitoka mno baada ya kumwona kitandani Naseko akiwa yuko na babangu mzazi. Tena akiwa kwa utupu kabisa, wakishiriki tendo. Naseko akiwa yuko chini, babangu akiwa yuko juu. Aisee, nilichanganyikiwa mno. Na hii kwangu ilikuwa ni ngumu kumeza, wallahi nakwambia. Ukisikia ngumu kumeza ndio ilikuwa ndio hii. Baba alishtuka kutoka juu ya Naseko. Nikamwona Naseko akiwa kwa utupu, tena na mimba miezi 3 hapo ako nayo. Yaani kitumbo kikubwa kabisa. Anafanywa na babangu. Aisee, nilimsogelea mzee, nilimkaba kuda dadeki, nilitaka kumua kabisa mzee wangu. Kwani anifanyia hivi? Na anajua kabisa ya kuwa Naseko mimi ndiye mwanamke wangu, tena nampenda sana. Na analijua hilo. Na bado kidogo tu mimi nilikuwa nimuoe Naseko. Naseko akanyanyuka pale akavadera akaanza kuita msaada, msaada. Alikuwa anapiga kelele ya kuomba msaada ya kuwa eti mimi naua. Na kweli nilikuwa naua. Nyie nilishavurugwa akili. Akili ilishahama. Nilishasahau ya kwamba huyu ni babangu mzazi. Sikutaka kujua kama huyu ni babangu. Baba macho alimtoka mno. Yaani alikuja kunitoa mlinzi wa getini. Tena alitumia nguvu kweli kweli kunitoa. Baba alianza kunani pale kukoa. Yaani alikuwa na kufa mzee. Nilikuwa na hasira ambazo sijawahi kuzipata katika maisha yangu. Unajua ile mtu unakuwa na hasira mpaka unatetemeka kweli kweli hivi. Baba akasema unataka kuniua wewe? Unataka kuniua mimi? Nikamwambia nitakuua kweli mshenzi mmoja wewe. Unaanzaje kutembea na mwanamke wangu?
Baba akasema, kama aliamua kunipa, nikatae. Mimi ni mwanaume wewe. Halafu sijaondoka nayo. Kanipa, nimetumia, nimeiacha. Aise, unajua mimi mzee na mheshimu sana. Sikuwahi kujua baba na maneno machafu hivi. Nilitaka kumvaa tena nimfumwe nimpige, lakini yule mlinzi alinizuia. Baba akasema, kuanzia leo wewe sio mwanangu. Nikasema, na mimi kuanzia leo wewe sio babangu. Na hujanizaa mpumbavu wewe. Baba akasema, sawa. Una radhi na mimi wewe. Kwanza mwanamke mwenyewe ni malaya tu huyu. Aise. Hapo nilikuwa nina hasira. Niliita kwa sauti, Nasieku. Tena niliita huku nikiwa naumia kweli kweli. Nasieku alikuja akasema, naomba unisikilize please. Nikamwambia, nakusikiliza nini Nasieku? Nakusikiliza nini? Nikasema, Diego niachie. Niachie niongee naye. Diego ni mlinzi wetu na ndiye alikuwa amenishika. Diego akasema, Nasieku, toka mchumbani. Ana hasira atakuwa. Nasieku akasema, mwache tu niongee naye. Basi Diego alivyoniachia pale, nikafunga ule mlango kwa ndani. Nikabaki mimi na Nasieku tu. Aise, nilimvaa Nasieku. Nilimtandika, yani kwa hasira. Nilimtandika kwa hasira. Yeye alikuwa analia tu na kiniomba msamaha, kwamba nimsamee. Yani nimsamee na wakati nimemkuta nafanya na baba yangu mzazi na ametanua mapaja kabisa. Aise, nilimpiga ile siku huyu mwanamke. Tena nilikuwa nampiga maeneo ya tumboni, maana sikuwa naelewa tena ile mimba ni ya kwangu ama ni ya baba. Nilimpiga mpaka nikaanza kuona damu zinamtiririka huko chini. Yaani damu zilikuwa zinamtoka aswa. Sikuacha, nilimtandika ngumi za, yaani nilimpasua kila sehemu. Aise, mpaka alizima. Na sikuelewa kama kazimia ama amekufa. Na chini damu zilikuwa zimetapakaa kama zote. Hapo ndo nikakaa chini, nililia kwa hasira mno. Niliwaza kwamba sasa na mimi sasa natakiwa nijizuru tu. Kama na mimi kufa, acha tu nife. Nikiwa niko pembeni na muangalia Nasieku, damu jinsi zinavyozidi kumbuja. Hasa huko maeneo ya chini. Mlango pale uligongwa. Alikuwa ni mama. Akawa anasema, fungua mlango Alvin. Naomba fungua mlango. Usifanye maamuzi yote Alvin. Naomba fungua mlango. Hapo mimi sikuwa hata na nguvu za kunyanyuka. Nguvu za kunyanyuka kwenda kufungua mlango sikuwa nazo. Nilibaki tu nimekaa pale nalia. Yaani hata sielewi nini kinachoniliza zaidi. Nikasikia tu mlango unavunjwa na mama aliingia chumbani. Alipiga kelele baada ya kukuta Nasieku amepasuka kila mahali, damu zinamvuja. Aise, haraka sana mama akamuita pale Mise. Akamuita na Diego, ndo akaingia pale chumbani kumbeba Nasieku. Mimi nilitulia tu kama nimechanganyikiwa. Haraka ilibidi wampeleke hospitalini. Mimi nilibaki pale, sielewi hata cha kufanya, sielewi. Nikaona tu hapa niondoke zangu. Ila wakati natoka, nikakuta mama ndo anaingia. Na Isa alikuwa ameacha apeleke hospitalini Nasieku. Na kisha kanirudia mimi. Mama kaniambia, Alvin, naomba unisikilize. Najua unachojisikia wewe, naelewa. Ila naomba utulie mwanangu. Niende kwanza hospitalini, nikamfuatilia Nasieku na kisha nakuja tuongee. Muda huo sikutaka kabisa kumsikiliza mama, nikasepa zangu. Nilifika kwangu nililia kama chizi. Nilivunja vitu vyangu vyote vya ndani, yani kuanzia TV, meza, vyombo, yani nilikuwa nina hasira kweli kweli. Nikapanda kitandani kwangu, nikalia sana mpaka nikalala pale. Zilipita siku 3, sikula, sikunywa, sikuoga, sikuenda chooni. Yani nilikuwa nipo kitandani, nalia na kujigeuza na kulala hapo hapo. Nilishachanganyikiwa. Sikujua hata Nasi kafa ama imekuaje. Yani sikuwa naelewa chochote. Maana hata simu pia sikushika kabisa mimi. Bado nilikuwa nasikilizia maumivu yangu ya moyo. Na sikutaka tena kuwa na Nasieku mimi. Niliona ni mwanamke mshenzi kweli kweli, zaidi ya washenzi. Basi bwana, siku ya 4 ndo siku ambayo mama yangu pamoja na Mise walikuja nyumbani kwangu. Nilijikokota kwa shida sana kufungua mlango. Sikuwa sawa. Mama aliponiona akaniambia kuwa strong, kaoge na tuje kuongea hapa. I say, naona mama kama vile alisikia sijui nanuka jasho. Nikasema mama, sina nguvu ya kuoga mimi. Hapo nilikaa hivyo hivyo. Nikauliza amekufa? Mama akasema Nasieku hajafa na kwa sasa anaendelea vizuri hospitali.
ila mimba ina hatihati ya kutoka. Nikasema kwa nini haijatoka? Sitaki kuzaa naye tena. Sitaki mama. Mwanangu Nasieku hana makosa. Alikuwa anafanywa unyanyasaji na baba yako, na wewe umemwongezea adhabu. Kivipi mama? Alvin, babako ana tabia za ajabu sana. Nimemvumilia kwa miaka mingi sana. Amekuwa ni mwanaume mchafu mno. Ila kama mwanamke niliyabeba hayo, na sikuwahi kuwaambia hata siku moja, na wala sikuwahi kufanya nyie mjue hata siku moja. Siku zote mlituona tuko sawa, ila nilikuwa naumia ndani kwa ndani. Kila siku mlikuwa mnaniuliza kwa nini siongei na mama yenu mdogo, kwa sababu ni yeye alimfanya hivi. Ila mlikuwa wadogo sana, nikahisi nikiachana naye nyinyi mtateseka. Kwa nikavumilia. Hapo msikilizaji, mama alikuwa anaongea huku analia. Lakini pia baba yenu amewahi kutembea na binamu yangu pia. Nilivumilia. Nilikuwa nabadili wafanyakazi kila leo kwa sababu baba yako alikuwa anatembea nao. Ila aliniahidi ya kuwa kaacha. Kumbe hata Mise alikuwa anamfanyia hivyo. Ni kweli Alvin, babako alikuwa ananitumia akiniahidi maisha mazuri, na siku ya kwanza alinibaka. Ila baadaye nilizoea na aliniahidi mambo mengi sana, lakini hakunifanyia lolote. Na ndio hivyo alivyomfanyia Nasieku. Alimbaka. Kaka nisamee. Sikusema kwa sababu ya uvu wangu na roho mbaya, na nilitaka muachane. Ila alimfanyia hivyo kama mara 2. Na ile alomfumania ilikuwa ni mara ya 3. Tena akiwa tayari ni mjamzito. Ndio alianza kumfanyia vile. Nisamee Alvin, nimekukosea wewe na Nasieku. Aisee, hapo nilihisi maumivu mengine makali mno moyoni mwangu. Nikawaza na nikakumbuka siku za hivi karibuni. Nasieku hakuwa sawa kabisa. Alikuwa ananiforce kabisa nisimrudishe nyumbani, mpaka nilikuwa na hisi ya kwamba huenda mama anamtesa. Kumbe shida ndio ilikuwa hii. Alikuwa baba anamfanyia vile, na mimi ndo nimeharibu kabisa. Nilisema Mise, kumbe una roho mbaya hivyo, si ndio? Mise, kumbe wewe una roho mbaya hivyo. Mise akawa analia huku anasema Alvin nisamee. Mama akasema mwanangu, Mise mimi nishamalizana naye, na tukitoka hapa anabeba mabegi yake anarudi kwao. Na pia niliteseka kipindi ambacho nyinyi ni wadogo. Sasa mmekuwa hivyo, basi navunja hii ndoa ya mimi na baba yenu. Sihitaji tena mimi madhaliliko. Nishagombana sana na ndugu zangu kwa sababu ya haya anayoyafanya. Ila kwa kumfanyia Nasieku vile, hapana, nimeumia sana. Na nilichoumia ni wewe kumpiga tena vile. Ina maana unahisi Nasieku ni mwanamke wa vile? Nasieku kukupenda kote kule, kumbe hujawahi kumwamini. Aisee, hapo nilijisikia vibaya sana. Nitamwangaliaje? Nimempiga sana na usimuue. Nikasema mama, Nasieku yuko hospitali gani? Mama akaniambia kwamba hahitaji kukuona Nasieku, mwache apumzike. Mtoto wa kiume nilijikuta napiga magoti. Nikasema mama, tafadhali naomba nitajie hospitali iliyopo. Mama hapo akaniambia mimi naelekea huko hospitali, kaoge twende wote. Basi nikaenda kuoga haraka. Nikaingia katika gari la mama nikiwa hata sijielewi, huku Mise bado akiwa anaendelea kulia anaomba msamaha. Mimi sikumsikiliza kabisa. Basi bwana, tukaenda mpaka hospitalini aliyokuwa amelazwa Nasieku, na tukaingia kwa dokta. Dokta akatukaribisha. Mama akasema Nasieku anaendeleaje dokta? Dokta akasema alikuwa anaendelea vizuri tu, ila ametoroka tangu mchana. Niliposikia Nasieku ametoroka, moyo wangu ulifanya pa. Katoroka tena? Nikauliza vipi kuhusu mimba? Mimba yake ina hatihati ya kutoka. Alitakiwa kae miezi 3 hospitalini, ila ameondoka. Hatakiwi kuwa na pilika kabisa. Akicheza tu itatoka ile mimba, maana kaanguka vibaya sana. Kwa maelezo ya dokta nikajua hapa mama alivyomleta Nasieku hospitalini amedanganya kwamba Nasieku alianguka.
Basi tukatoka pale hospitalini tumechoka sana. Mimi nikasema mama, nenda, mimi nipo namtafuta hapa, labda yupo humo hospitalini. Basi kweli mama akaondoka na Mise. Mimi nilizunguka hospitali nzima, nilihangaika kila sehemu mpaka vyooni, ila sikumuona kabisa Nasieku. Nikampigia simu mama kumuuliza kama amefika nyumbani. Mama akasema yeye nimefika. Nikasema hajarudi huko nyumbani? Hapana, huko hajarudi. Niliumia sana. Moyo uliniuma sana. Nikajua tayari nimempoteza mwanamke wangu, Nasieku wangu, kipenzi changu. Niliumia sana. Nilikuwa nahisi kuchanganyikiwa. Nikikumbuka kila nilichomfanyia, nilikuwa nalia sana. Yaani sana tu nilikuwa nalia. Basi bwana, mimi nikaenda zangu Mbweni kwa bi mkubwa. Nikakuta pale Mise yule house girl ndio alikuwa anafunga vilago vyake, akawa anajiliza kweli kweli. Ila mama hakutaka kumsikiliza. Alichukua pesa, akampatia na akamwambia kaanze maisha. Hamuhitaji tena pale nyumbani. Kisha mama akaniambia, pole mwanangu, ila jikaze. Umekuwa mwanaume mjinga kwa Nasieku. Na ndio maana Nasieku kaondoka. Hapo nilibaki na ria tu. Mama aliingia chumbani kwake, akaniacha mimi niko pale. Nilikaa sana pale na kisha nikarudi kwangu tu. Sikuenda kazini wiki nzima. Nilikuwa nikijilaumu. Nilikuwa nikijaribu kutuliza maumivu yangu, lakini wapi. Nilipambana sana kumtafuta chuoni kwake, nikaambiwa kwamba hajafika kabisa, na nilitafuta namba ya marafiki zake wote, nilitafuta namba za marafiki zake zote. Niliwatafuta wote, lakini waliniambia kwamba hawajamwona kabisa Nasieku kama wiki 2. Nikaona okay, sawa bwana. Uweze mimi ukapita mwezi, bado sikuacha kumfuatilia Nasieku. Na simu hakuwa amebeba, so hata simu yake pia nilikuwa nayo mimi. Niliwaza kwamba nitampatia wapi. Nilibuliza mama alipomtoa Nasieku huko ambako amemsaidia. Nilienda mimi. Nilimuulizia kila sehemu. Wengi waliniambia kwamba kaondoka muda sana, kama miaka 5 huko nyuma. Nikajua ndo alivyokuja Dar. So sikupata info muhimu za Nasieku wapi alipo. Mama alinisihi ya kwamba niendelee na maisha na ipo siku mambo yatakuwa sawa. Kwa nilikubali, ila ilikuwa ni ngumu kukubali. Kuna muda nikikumbuka momenti zetu nzuri na kuwa nalia. Nikiangalia picha zake ndo nachanganyikiwa kabisa. Acheni tu. Ikanibidi sasa maisha fanye yaendelee. Nikiwa nimempotezea kabisa Nasieku bwana. Mama alianza pale process za kudai talaka. Hakutaka tena kuendelea kuishi na baba katika ndoa. Na kweli mama alifanikiwa kuvunja ndoa na mzee, japo ilichukua muda sana kusema kweli, ila alipata talaka yake. Shida ilikuja kwenye mgawanyo wa mali. Mzee hakuwa anataka kumgawia chochote mama. Nilipambana na mama na nilimsimamia na nilijiapiza kwamba huyu mzee lazima ampe chake mama, lazima. Sikio sasa nikiwa zangu home, nimetoka job nimechoka, kaka alinipigia sasa simu. Nilipokea, bro akaanza pale na matusi. Akasema wewe dogo, wewe unajielewa wewe? Yaani huyo malaya yako ndo anafanya mpaka wazee wagombane. Alafu unashadadia tu mali zivunjwe. Hivyo unajielewa wewe dogo? Nikasema wewe fala nini? Malaya babako. Alafu upo huko UK, unaelewa nini kuhusu yeye huko? Babako ni mchafu na ni mpombavu. Au unataka kujihakikishia mpaka kimfanya mkeo? Hapo nilichafuka nyongo. Kaka akasema wewe umekuwa unatukana na mimi, si nionake? Sasa sikia, baba hawezi kupasua mali kwa ajili ya upumbavu wa huyo mshenzi wako. Nikasema baba atagawa tu mali na atampa fungu lake mama. Iko hivyo. Sio alichuma wote. Sasa atagawana na mzee. Na kisha utabaki na baba yako na mimi nitabaki na mama yangu. Hapo nilipozungumza hivyo na bro nikakata simu. Kiukweli nilikuwa nimechukia mno. Nikaona wewe bro ni mpumbavu nini? Anaelewa nini kuhusu uchafu baba? Amekuwa anamfanyia mama mambo mangapi ya kipuuzi. Kashamuumiza sana, ila kwa sasa siwezi nikaruhusu. Nimeshindwa kusimama na Nasieku, ila nitapambana na mamangu. Lazima nitasimama na mamangu. Sasa bwana, kuanzia hapo kaka yakawa upande wa baba na mimi nikawa upande wa mama. Kesi ilikuwa iko mahakamani na unguruma kweli kweli. Baba anaonga milioni 5, mimi naonga milioni 10. Baba akiongea milioni 50, mimi naonga milioni 100. Yaani nakwambia pesa zote tulikuwa tunawafaidisha mahakimu na mawakili. Nakumbuka tulipambana sana na ile kesi, tulipambana nayo sana. Tulikuwa tuna uhakika wa kushinda kwa 100%. Yaani wakili wetu alituhakikishia kwa 100% ya kwamba kesi hii tutashinda. Na hata sisi tulikuwa tunaona kabisa maendeleo kushinda hii kesi. Na mzee wangu mimi ana mawe kweli kweli, ana pesa.
Yaani ana magorofa Kariakoo, ana nyumba za kutosha, biashara za kumwaga. So mzee alitakiwa agawane mali pasu kwa pasu na bi mkubwa. Mengine hayo yaweze kuendelea. Ila mzee alikuwa hataki kabisa kumpa chochote mama. Ndio nikaingilia kati, na hivi ni mimi na hasira na baba. Mimi nahisi mtu angejua kunipa mpango wa kumuua baba kwa ule muda, ningemsaidia bila shida. Kwa jinsi ambavyo nilikuwa namchukia. Nilikuwa namchukia sana mzee. Sasa bana, kama leo, kesho ndio siku ya maamuzi ya mahakamani. Usiku wake niliongea sana na mama. Akawa anasema soon tutafanikiwa. Nikasema ni kweli mama. Na mama akaniambia kwamba tutakutana mahakamani. Nikasema sawa mama, hamna shida. Kisha mimi nikapumzika. Ila nilishtushwa sana na simu. Ilikuwa ni saa 10 alfajiri. Nikiambiwa kwamba nifike nyumbani haraka iwezekanavyo, kuna tatizo limetokea. Jamani, niliogopa sana. Yaani sana tu. Nikasema kuna nini? Na wewe ni nani? Yule mtu alinipigia alijitambulisha kwamba yeye ni polisi. Kwa hiyo haraka nifike pale nyumbani. Basi bwana, mimi haraka sana nikachukua pale gari mpaka nyumbani. Wakati nakaribia nyumbani, nilichoka baada ya kuona defender za polisi kama zote. Unajua niliogopa sana. Ilikuwa ndo kuna kucha nakumbuka. Ila watu walikuwa kama wote. Niliposogea karibu, polisi walinizuia pale kuingia ndani. Nikasema kwa nini mnanizuia? Nini kimemkuta mamangu? Wakaniambia mama amefariki, amepigwa risasi 2 za kichwa. SME moja kwa moja pale nilijua huyu ni mzee tu. Nilipiga sauti ya uchungu nikaita mama. Sasa nililia pale. Nililia utazani labda mimi sio mwanaume. Yaani nililia sana, na baada ya muda mwili wa mamangu mzazi ulitolewa pale. Mbele macho yangu naona mwili wa marehemu ukipakizwa kwenye defender la polisi, unapelekwa hospitalini, na nyumba ilikuwa imefungwa kwanza kwa ajili ya uchunguzi. Wakina mjomba walikuwepo pia. Walinichukua kwa ajili ya kuelekea kwao Bagamoyo, na ndo msiba uliokuwa huko. Nililia sana. Mama aliniuma mno. Yaani sikuamini kama mama amefariki. Nikawa nalia tu. Wajomba zangu walinituliza sana, yani sana. Jioni kabisa ndo alikuja baba kidai kwamba alisafiri, alienda Singida kikazi. Mimi kwa muda ule sikutaka kabisa kuongea lolote. Kiukweli nilitaka tu kumpumzisha kwanza mama yangu tu kwa amani. Na kesho yake kaka ndo alifika kutoka UK. Akawa naye analia pale. Mimi nilitulia tu pembeni, maana bado nilikuwa nina hasira naye. Na baada ya uchunguzi tulipewa mwili na ripoti ya kuwa mama kauliwa kwa kupigwa risasi, na inavyoonekana mama alivamiwa na majambazi muda wa saa 6 za usiku. Ilikuwa ni majonzi sana. Ila nilikuwa nimeshaelewa ya kwamba alofanya hivi ni baba tu na wala si mwingine. Kwa nini hili tatizo litokea wakati wa mgogoro wa kupasua mali? Maana ilikuwa kesho yake ndo tunaenda katika kesi, na ndio ilikuwa siku ya maamuzi. Ila kwa ajili ya mali mzee kamuua mama. Hii dunia bwana. Mimi nilishaelewa hilo. Basi tulifanya pale mazishi ya mama, na mama alipumzishwa pale katika makaburi ya Kinondoni. Na baada ya hapo kama familia tuliweka kikao. Basi baba alioneshwa pale kusikitishwa sana na aliyekuwa mkewe, maana walishapeana taraka. Akajiongelesha pale. Mimi nilibaki tu niko kimya na muangalia tu. Hakuongelea swala la mali kabisa. Basi na kaka naye akataka tuongee kama watoto wa kiume. Nilimkataa ise. Bila chenga nilimkataa, nikamwambia bwana, mimi na wewe mimi sikujui. Sulishemo kusimama upande wa baba, basi endelea kusimama na baba. Nilipozungumza hivyo kisha nikaendelea na mambo yangu. Basi baada kama wiki 2 kila mtu alitawanyika. Mpaka kaka karudi UK kwa ajili ya kuendelea na maisha yake. Mjomba mkubwa aliniita akaniambia naelewa sana tu. Kama kilichomuondoa dada ni mali, ni kugawana kwa mali. Na najua wewe ndo ulikuwa unasimamia upande wa mama yako kupambania mali zake, ila naomba stop, acha kabisa. Usifuatilie tena. Mwachie baba yenu abaki na mali zake. Akitaka atawape mwenyewe. Kwa sasa tafuta vya kwako mwanangu. Nikasema sawa mjomba. Na kweli nilishamuelewa mjomba. Nikaona okay, ngoja niache tu. Maana nishampoteza mama hivi kwa ajili ya hizo mali. Kwa hiyo nikawa niko zangu busy na maisha yangu tu, na mara chache sana nakuwa naenda kumuona mwanangu. Ilipita miaka kama 2 napambana na maisha yangu tu. Sikuwahi kusikia habari ya Nasieku wala sikuwahi kumuona kabisa Nasieku. Nilienda chuo alichokuwa nasoma mpaka nilichoka. Kiukweli kwa muda wote huo nilikuwa sijatembea na mwanamke yeyote. Akili yangu ilikuwa ina focus katika kazi tu, na kifo cha mamangu ilikuwa ni pigo kubwa sana kwangu. Nilipambana na hamzangu, ila kama mwanaume nilishindwa. Nikarudiana na mama Justin.
yani Happy. Tena nilikuwa naishi naye kabisa na tulikuwa tukilea mtoto wetu. Nilijifunza kumpenda maana yeye alikuwa ananipenda sana tu. Nikaona ukingoja nitulie na huyu tu, maana umri unaenda sasa. Kuhangaika na wanawake nikaona sio jambo jema. Basi maisha yakawa yanaenda na taratibu nikawa najenga nyumba yangu Kigamboni. Mpaka ilipokaribia kuweza kuisha kabisa, nilikaa na Happy. Nilimjua Happy vizuri sana. Ni mwanamke wa aina gani? Nilimjua ni mwanamke mwenye kipato tu, ila hapendi chake kitumike kabisa. Kila kitu alikuwa anataka tutumie pesa yangu. Sikuwa na shida, nikajua tu ni tabia za wanawake tu. Mimi nikawa naendelea na maisha tu. Happy ni mdada fulani hivyo mjini sana. Anajua kuvaa na kupendeza mno na yuko busy sana na mambo yake. Alikuwa ni mvivu mpaka namsema kuna muda. Yeye alikuwa anataka mfanye kazi ndo amfanye kila kitu. Kila kitu. Kwa kweli nilikuwa nachukia sana hii tabia. Yaani ampi muda mtoto kabisa, mpaka mtoto anakuwa yuko busy na mfanye kazi zaidi. Nikaona Happy ananisumbua kichwa. Tusogeze tu siku, ila huyu sioni kabisa kuwa ni future wife, sioni. Siku zilienda, miezi ilikatika na siku zilisogea, ikapita miaka 3. Justin alikuwa na miaka 6. Nilishamwanzisha shule, alikuwa yuko class 1. Sasa hii siku ndio ilikuwa siku ya kumbukizi ya mama. Nilipanga niende kaburini kwa mama, niende kuzuru tu kaburi la mama. Na huwa nafanya hivi kila mwaka katika siku aliyozikwa. Niliongea na Happy twende wote, ila aligoma. Aliniambia na mambo yake, so hawezi kwenda. Kwa sikuona shida mimi. Mida mchana kama saa 7 hivi nilipita kwa ajili ya kununua maua na kisha nikaelekea makaburi ya Kinondoni tulipokuwa tumemzika mama. Ila nilipofika nilishangaa sana kwa awamu hii. Maana nilikuta kaburi liko safi mno na limefutwa vizuri na lilikuwa limewekwa maua mengi tu. Nilishangaa sana, ni nani kafanya hivi? Ni baba ama ni kaka amerudi tena? Alafu pale nilikuta kuna ujumbe pale ulikuwa umeachwa. Yaani alikuwa ni mtu kamsifia sana mama kwa malezi mazuri alikuwa amemlea na mapenzi ya dhati alikuwa amemuonesha na atabaki ndani ya moyo wake. I said niliogopa. Nikawa nahisi au atakuwa ni nasieku nini? Maana huu ujumbe hauoneshi kabisa kuwa huyu ni baba. Labda ni kaka, na kama sio kaka basi atakuwa ni nasieku tu. Na imeshapita miaka 5 tangu aondoke. Sijawahi kumuona kabisa, ila leo nilihisi uwepo wake kusema ukweli. Nilikaa pale kaburini kwa mama kwa muda mrefu sana. Nilikumbuka mengi sana kipindi cha uhai wake. Nililia sana pale. Nikaombeleza sana na nilisali sana kwa ajili ya mama apumzike kwa amani. Na kisha nikaweka pale maua yangu, nikarudi zangu nyumbani. Nikiwa na maswali sana ya kuwa yule aliyeweka maua kaburini kwa mama ni nani? Ila nikapotezea, kisha nikarudi zangu kwangu. Nikarudi kwa ajili ya kuendelea na majukumu yangu na maisha yangu. Na nilikuwa napambana sana na maisha pamoja na biashara zangu zikiwa zinaenda vizuri tu. Kuna siku baba alinipigia simu. Sikutaka kupokea kabisa. Yaani kabisa. Baba akatuma SMS kwamba mimi ni baba yako, pokea simu ya kunguru. Mimi sikushika simu kabisa. Mzee alipiga sana mpaka nikapokea tu. Nikasema unasemaje mzee? Hebu achana na maisha yangu. Oh, una maisha kumbe, sio? Sasa tutakuonesha kwamba wewe ni mpuzi tu mmoja. Wewe ni mtoto mdogo sana. Yaani mimi nakubembeleza kuwasiliana na wewe, si ndio? Unaniingia hivyo viduka vyako hivyo vya sasa. Nitakuonesha kwamba mimi ni baba na sio fala. Ngoja. Hapo mimi nilimsonya na kisha nikakata simu yangu. Nikapumzika pale. Ilikata kama mwezi. Niko zangu busy na maisha yangu. Siku hiyo nakumbuka usiku nilipigiwa simu na kijana wangu dukani majira ya saa 8. Nilishtuka sana, nikasema ni nini dogo, mbona usiku? Akaniambia bro, duka linaungua moto. Nimepigiwa simu aisee. Nilichanganyikiwa. Maana hilo ndo duka langu kubwa ambalo mimi nalitegemea. Na kulikuwa kuna mzigo wa kutosha ambao bado nilikuwa sijauza kabisa. Nusu nitoke na nguo ya ndani tu. Ndipo hapo mama Justin atinizuia. Akanipatia pale suruali nikavaa. Haraka nikatoka kwa spidi. Yeye nilichanganyikiwa. Huku nyuma mama Justin akiwa ananifuata. Alinishika mkono. Maana nilikuwa nataka kutoka Goba mpaka Kariakoo kwa mguu. Ila huyu Happy ndo alinishika mkono. Akaniingiza katika gari. Yeye ndo aliendesha gari mpaka Kariakoo. Nilikuta duka langu limeteketea lote. Tena moto umeanza moto umeanza kuvamia dukani kwa Happy. Ndio fire pale ulifika wakazima ule moto. Sikuamini macho yangu. Mimi niliwekeza pesa nyingi sana katika hili duka. Yaani sana. Sikulia, maana nilishajua baba ndo amenifanyia hivi kulikomoa.
Nilishusha tu pumzi na kisha mzee akanitumia message kwamba hata siku moja nazi haishindani na jiwe. Nilijaminisha kabisa ya kuwa mchezo mzima akanifanyia mzee. Nikiwa pale nikapigiwa simu tena, duka langu lingine linawaka. Aisee, mzee aliniamulia. Kwa hii siku alinichomea maduka yangu yote ya Kariakoo. Hamwezi amini, sikulia hata na wala sikutoa chozi. Nilijua ni mzee ndiye ambaye mama kunikomoa. Basi bwana, polisi wakasema watapeleleza. Mimi nikarudi zangu nyumbani nikiwa sina taraa tena. Alinirudisha happy, huko moyoni nikijuta kuzaliwa na huyu mzee. Mimi hii siku nilimkumbuka sana mama. Niliumia sana, ila sikutoa chozi langu hata kidogo. Tulipofika nyumbani, Happy aliniuliza kwamba tutaishije sasa. Mimi nitapendezaje? Na unajua mimi ni mwanamke wa gharama. Na vipi mtoto ada yake? Atalipa nani? Na hapa je nyumbani? Kodi atalipa nani? Nakuuliza wewe. Hapo mimi nikaona ude mjao. Badala ya kuniluaza, yeye anawaza mambo yake. Haniwazi kabisa mimi. Haniwazi mimi nitakuwa na hali gani? Ude mjao sana aisee. Kiukweli sikutaka maneno. Niliingia chumani, nikajitupa kitandani, niliwaza sana. Nafanyaje? Maana kwenye akaunti zangu zote za benki nina kama milioni 200 hivi. Na nimebakiwa na biashara ya uwakala tu. Na ili nifungue tena duka kama lile la mwanzo, msingi tu ni kama bilioni 3 hivi. Na pale nimeteketeza zaidi ya bilioni 5. Aisee, niliumia. Maana pale mimi sikuwa na simu fake. Simu zangu zote zilikuwa ni OG. Aisee, kwangu hii ilikuwa ni pigo sana. Siwezi kusimama bila biashara kwa sasa. Ambacho nilikianza nifunge biashara zote nibaki na moja tu, ile ambayo ni kubwa. Nikawaza pale na kuuza nyumba yangu ambayo ilibakia kidogo tu kuimalizia, na ilikuwa ni ya gharama sana. Maana mpaka hapo nilishatumia kama bilioni 1. Na nyumba bado ilikuwa haikuwa imekamilika vile ambavyo mimi nilikuwa nataka. Nilikuwa nimepanga niachie bonge la jumba. Basi nikatulia pale nikaanza kufuatilia kesi ya kuunguliwa kwa maduka yangu. Aisee, hii kesi ilizimwa kimya weze mimi. Nilifuatilia sana. Maana nilipanga kumfunga babangu kabisa. Ila niliona kesi imezimwa na kila nikifuatilia nazungushwa tu. Nikahisi kabisa hapa mambo yashakuwa magumu na mzee anahonga sana pesa. Na mimi kwa muda huo sikuwa na pesa tena. Nikaona okay, nikitaka vita na pesa hapa baba atanifilisi. Ngoja nifanyaje? Nitulie, nikaushe. Basi mimi nikatangaza pale kuuza nyumba yangu niliyokuwa naijenga, maana sikuwa na jinsi tena. Na kweli tajiri akajitokeza. Niliuza kama milioni 800. Nikakusanya na biashara yangu ya wakala, nikavunja, nikachukua pesa na kisha nikatoa na pesa zote benki kwenye akaunti zangu. Nikauza gari zangu 2 ninazomiliki kwa ajili ya kupata mtaji wa maana. Nikaenda China sasa. Nikabeba mzigo wa simu wa kutosha na nikatafuta pale frame nyingine kabisa ili kule Kariakoo ndio nikaweke mzigo wangu. Kwa nikaanza kupiga kazi na nashukuru Mungu wateja wakaanza kunizoea, maana nilikuwa na posti sana mtandaoni na nikawaambia kwamba nimehamia sehemu nyingine. Japo duka halikuwa kubwa kama lile la mwanzo, ila nilikuwa najikokota hivyo mdogo. Siku hiyo niko zangu bize dukani na wateja. Sikaingia baba bwana. Nilichukia kinoma noma. Nusu ni mkabe, ila nilijikaza tu. Nikamuuliza unataka nini mzee? Hapo baba akacheka na kisha akaenda kukaa katika sofa ulilokuwa amekaa wateja. Akataja aina ya simu nimpelekee ambayo anataka kununua. Nikasema siuzi simu, amka uende. Baba alicheka sana, akaniambia unanichukia sana. Nikamwambia sana mzee. Yaani kipewa chance ya kukua basi ni lazima kwanza nitanza na wewe. Unadingia hiki kiduka chako sasa. Mbona kidogo sana kweli mwanangu, umefilisika. Pole, nilisikia maduka yako 3 yameungua moto yote kwa pamoja. I say, unanuksi mtoto. Unanuksi wewe kama marehemu mama yako. Hapo mzee alizungumza hivyo, afu alikuwa anacheka. Unajua nilimwangalia mzee kwa hasira sana. Na kisha nikamwambia aondoke haraka iwezekanavyo. Maana nilitamani kumuua. Basi baba akacheka sana. Akaniambia siku utakayojua mimi ni baba yako ndio utapata amani ya moyo. Nikasema amani ya moyo ipi ambayo nitaipata ikiwa ninajua kabisa kuwa wewe ndiye ambaye umemuua mamangu? Wewe ndiye ambaye unataka kunifilisi. Hiyo amani ya moyo inatokea wapi? Okay.
basi tuendelee kupambana mpaka mmoja kati yetu afe, mimi au wewe. Lo, mzee alipoyazungumza hayo akaondoka zake. Mimi nilibaki dukani pale nikiwa na hasira. Nilisi mzee atakuja kunitumia tena watu wake wachome duka langu. Kwa nililala pale dukani wiki nzima, uweze amini. Sikuondoka na sikuona lolote lile. Kiukweli niseme tu leo nilishuka sana kiuchumi. Yaani kuna jinsi ambavyo nilizoea kuyaendesha maisha yangu. Ile ilibidi kwanza ni change, nibadilike. Na kuna baadhi ya majukumu nilitamani yanisaidie Happy. Ila Happy alikataa. Akisema kwamba mimi ni mwanaume nipambane hivyo hivyo. Nikaona sawa, hamna shida. Nikawa na majukumu mno. Maana mtoto tu nilimpeleka shule ada ya mamilioni kwa mwaka. Nyumba kodi milioni. Kila mwezi ninalipia. Kuna jinsi nilikuwa naona kama vile nakwama. Na biashara ya simu sio kama nguo. Aisee, nilikuwa napambana. Mwanaume mimi nilikuwa napambana. Nitafanyaje sasa? Ila Happy alikuwa ananikwaza sana. Kwa nikajikuta mpaka nafanyaje, namchukia Happy. Sasa bwana, ikafika tena tarehe ya kukumbuka kifo cha mama. Kama kawaida nilinunua maua yangu na nikaelekea makaburini. Lakini pia hii siku nilikuta kaburi limesafishwa na maua yamewekwa vizuri mno. Unajua nilishtuka. Na kulikuwa kuna kiujumbe pale kizuri sana. Huyo mtu aliyeweka maua alimshukuru mama na akieleza ni kwa jinsi gani alivyokuwa anampenda sana. Kiukweli nilishangaa sana, lakini kwa mbali niliona mtu anaishia, yani kama ndo anaondoka. Aisee, yule mtu alinisisimua. Kwa sababu nilimuhisi ni nasieku kabisa. Nikaweka kila kitu chini nikamkimbilia kwa spidi zote. Ila nilikuwa nimechelewa. Alikuwa kashapanda kwenye gari na endo alikuwa na drive tena kwenye ndinga kali kweli kweli. Yaani hata mimi mwenyewe sikuwahi kuendesha gari kama ile. Niliona kabisa ni yeye yule Nasieku. Na tuliangaliana. Hapo ndo I said, we, ndo nikamini huyu Nasieku. Kwanza alizidi kuwa mzuri. Tena alipiga miwani meusi. Nikesha tu kumuita kwa sauti, Nasieku, please. Ila tayari alikuwa ameshaingia katika barabara. Kama ningekuwa na gari, ningekimbiza gari yake. Ila sasa sikuwa na gari tena. Na kwa muda ule sikuona boda. Yaani pikipiki. Kwa nikarudi tu kaburini kwa mama, nikaeka pale maua yangu, nikafanya pale sala, nilikaa sana, nikawa na mawazo mno. Nilikaa tu mpaka jioni ndo nikarudi zangu nyumbani. Nilipomwona Nasieku moyo wangu uliniuma sana. Nina mengi ya kuongea naye. Lakini aliondoka na mimba yangu. Je, alizaa? Ama ilitoka? Ama ilikuwaje? Nilikuwa na maswali mengi sana juu ya Nasieku. Na alivyokuwa na drive lile gari kali, ina maana kwamba ana mwanaume mwingine mwenye pesa ndo anampa yale maisha mazuri. Mbona kapendeza sana? Ila kiukweli nilifarijika kwamba bado anakumbuka fadhila za mama, na ndo maana hata anakuja kwenye kaburi lake. I said stress zilinijaa sana mpaka nilishtushwa na Happy. Akaniambia mwanza nani hivyo? Nikasema sikwazi wewe, ila naanza tu maisha. Hapo mama Justin akasema ndo uwaze vizuri, maana mwanao amerudishwa leo sababu ya ada. Nikasema sikiliza, mimi na milioni 6 niongezee milioni 4 tu. Iti mimi milioni 10 iwe ada ya mtoto. Tumlimpie mtoto ada. Bado sipo sawa. Najikongoja mamangu. Happy akasema, mimi siwezi. Pesa zangu zina mahesabu sana tu. Na nina kazi nazo. Kama huwezi kumlipia mwanao kijipesa kidogo kama hicho, sasa wewe ndio utakuwa mwanaume gani? Si bora na wewe uolewe sasa. Hapo nilibaki kimya na mwangalia tu Happy. Na kisha nikasema okay basi sawa. Mwache Justin akae nyumbani mpaka nitakapopata pesa ya kujezea. Au kama vipi tumhamishe shule, tumlete kwenye shule hizi za ada ya kawaida. We, sihitaji hizo mambo. Nataka mwanangu asome shule nzuri. Umaskini wako usiniletee mimi. Na wala siwezi kukubali hilo. Hapo nikajiwazia sijui anataka nini huyu mwanamke. Kiukweli sikutaka kelele naye. Nikaenda kuoga nikajitupa kitandani. Atakula sikutaka. Nilisema kwamba nimeshiba. Basi asubuhi na mapema mimi nilijiandaa. Nikapita shuleni kwa kina Justin, nikalipa pale ada ya mtoto yote. Nilipangusa kweli kweli. Kisha ndo nikaanza sasa kwenda kazini bwana. Nilipofika dukani nilishtuka. Wakati nafungua mlango wa filmu yangu, ukawa naenda bila hata ya kufungua na kufunga. Si ndo nikasukuma bwana. Sikuamini. Nilisafishwa duka zima. Yaani sijui niliibiwa ama ni vipi, na pesa zote nilikuwa nalaza dukani.
Yaani katika simu nilikuwa na shilingi 300,000 tu ndio nilikuwa nimebaki nayo. Asa nilipiga kelele kama chizi. Yaani siku ndo nililia sana, tena nililia kama mtoto. Yaani hapa baba alinigusa penyewe. Maana nilishajua aliyenifanya hivi ni baba tu na wala sio mtu mwingine. Asa nililia sana. Hii siku watu walikuja pale wanibembeleza sana. Na wengi walisema kwamba itakuwa kuna mtu ananiandama hapa Kariakoo ananifanya hivi. Maana siwezi kupata bahati mbaya kila siku. Na wakanishauri nikawashtaki walinzi wanaolinda hapa. Itakuwa ndo wameshirikiana na hao wezi kuvunja duka langu. Nililia sana. Tena nililia kama mtoto. Kwa uchungu mkubwa mno. Huku moyo ukiniuma sana. Yaani sana. Aisee niliumia sana mimi. Basi Happy alikuja dukani. Alinikuta nalia. Akaja kunikumbatia pale na kunipa moyo. Na kisha kanirudisha nyumbani. Nikasema Happy, sina pesa kabisa hapa. Nina 300,000 tu. Naomba nikopeshe hata milioni 10. Nitafute sehemu nyingine tofauti na Kariakoo. Nifungue hata zile wakala kubwa kubwa. Happy akasema sawa atanikopesha. Nitakukopesha, ngoja niweke mambo yangu vizuri. Nikasema sawa. Ila nilivugwa sana. Maana sina nyumba, sina gari, sina biashara. Sina mwanamke wa kuweza kuaminika. Sina mama. Aisee nililia sana hii siku. Ilo nilijipa moyo kwamba mimi ni mwanaume, lazima nipambane. Nilikaa nyumbani wiki nzima. Nikamwomba Happy anikopeshe hiyo pesa. Ila kawa ananiyeyusha tu. Mara nitakupa leo, mara kesho kutu. Basi hapo anataka mimi ndo nitoe pesa ya kula. Mpaka ile 300,000 ikakata. Nikabaki kama fala tu. Yana hata senti 10 sina. Nikawa nakopa washikaji ili nipate pesa ya kuendesha maisha. Wanangu wengine wakawa wananikataa kama vile mimi labda sikuwa nawasaidia wanapokwama. Nyea maisha haya nilitoka hero to zero. Nilikuwa ni mtu wa kuwaza sana mimi. Niliisha. Nilikonda. Bado Happy akawa ananisimanga sana. Na siku hiyo ndo alinichana sana. Kwamba yeye hajazoea shida na anaondoka na mtoto. Siku ambayo nitapata pesa, nitaweza kuhudumia familia tena, basi tutarudiana tutakao wote. Sikutaka kubishana naye kabisa. Nilimruhusu aende tu. Nilibaki mimi mwenyewe sasa nimetulia tu. Niliona maisha yananishinda. Niliongea na mwenye nyumba ya kwamba bwana nyumba mimi imenishinda, na kwa kuwa nilikuwa na deni kodi miezi 6, basi sibebi hata kitu. Naacha vitu vyangu vyote, naondoka na nguo tu. Mwenye nyumba akasema sawa, hamna shida. Basi bwana, nikauza mpaka simu yangu. Nakumbuka simu yangu nilinunua milioni 4 kama sikosei. Ila nilikuja kuiuza kwa 200,000 tu. Nyie shida hizi acha zikikukuta. Hata simu kwa huo muda sikuona kabisa umuhimu wake. Maana kila ambaye nilikuwa nampigia kumuomba msaada hakuwa ananisikiliza kabisa. Hasa Happy niliongea naye anikopesha hata pesa kidogo, lakini alinikatalia katakata. Ndio nikajua huyu dem alikuwa na mimi kwa ajili ya pesa tu na wala sio kwa swala lingine. Basi mimi nilienda Uswahilini kabisa, makumbusho ndani huko, nikatafuta chumba cha giza tu kwa 30,000, nikalipa pale miezi 5, nikabakiwa na shilingi 50,000 tu. Nikanunua pale mkeka wa kulalia. Nikanunua na ndoo yangu, nikaanza maisha hapo. Hapo sasa ndo nilielewa maisha ni nini. Nilipigika mwanaume, sio poa. Nilikonda kweli kweli. Yaani nilikuwa nina nguo hizo 3 tu, na hizo ndizo ambazo nabadilisha. Haisee maisha yalikunyuga. Nilikonda kinoma noma. Nilipambana kiume sana. Nikajichanganya na washikaji mtaani kupambana. Yaani sikuwa najali tena. Nafyatua matofari, napiga zege, kuna muda hadi nazoa taka, ili mradi tu mkono uende wapi? Kinywani. Maisha yalibadilika sana. Unajua sikuwahi kuwaza hata siku moja kwenda nyumbani kwa mzee kumpigia goti. No. Tena nilimweka kama adui yangu nambari 1. Nikaona mimi ni mwanaume, so lazima nipate kikubwa. Hata hiki kidogo kinanitosha tu. Ila nikajiambia, abadani sitokuja kuwa mwizi. Kuiba hapana. Sikutaka mahusiano kabisa na wanawake. Kwanza mahusiano na wanawake bila pesa hayanogi. Nilikuwa napambana na hali zangu. Na hata hamu mnadhani nilikuwa nazo za mapenzi? Thubutu kwa maisha haya. Jua tu msikilizaji, ukiwa una pesa hata hamu ya mapenzi hamna. Nakumbuka ilikata miezi 6 napambana kweli kweli yani. Najibana mno.
nalipa na kodi hivyo hivyo. Nikazoeana na washikaji wa mtaani sana tu. Nikapata na rafiki pale, nikazoeana naye sana tu, alikuwa anaitwa Ibu. Ibu naye alikuwa haeleweki kama mimi. Nikamwambia aje tukae getoni kwangu tupambane na maisha. Basi kuna siku nilimsimulia story ya maisha yangu. Ibu alinionea sana huruma. Akaniuliza bado unampenda Nasieku? Nikasema hata kama nikimpenda simwezi tena. Sasa sina pesa na maisha yangu kama unavyoyaona. Naanzaje sasa? Hapo Ibu alinipa pole sana. Nikasema ndo maisha mwanangu. Ila mimi nilikuwa ni wakishua mwanangu. Ila ndo hivyo. Ibu ndo akawa mshikaji wangu tena sana tu. Hata madili ya kazi yakitokea tunakuwa wote, tunapambana wote. Wadada wengi hapa mtaani walionyesha kunitaka sana hapa mtaani. Mpaka Ibu alikuwa ananiambia wewe tafuta hata kidemu kimoja tu cha kutoa mzako. Nikasema kwa sasa sihitaji mambo ya mapenzi. Nitajichanganya. Na waelewa wanawake. Wanapenda sana pesa. Na mimi kwa sasa hiyo pesa sina. Sasa siku hiyo bwana Ibu akaniambia kwamba oya, kuna dili mwanangu. Tukafanya la kupata shilingi 20,000. Wewe 10 na mimi 10. Nilikuwa nimejilaza hivi kwenye mkeka. Mbona nilikaa. Nikamwambia oya, hilo dili viko wapi kwanza? Akaniambia kuna brother mmoja hivi kaniambia nikamwishia gari yake, nikaona ni squatch ndugu yangu, twenzetu bwana. Nikasema fresh mwanangu. Nikavaa pale chap chap na kisha tukaenda mpaka Makumbusho karibu na stand kabisa. Kuna nyumba moja hivi nzuri tu. Basi kweli tukakutana pale na huyo jamaa, tukao tunaosha gari langu. Jamaa alikuwa amekaa pembeni, anakunywa juice taratibu. Alisema maisha haya bwana, maisha yanageuka nye. Haya ndio alikuwa mimi maisha yangu. Ila mimi sasa ndo naosha magari ya watu. Basi nilivyomaliza pale jamaa akamuita mkewe aje kutugaia pesa. Sikuamini macho yangu. Si akatoka Tina. Demo ambaye nilikuwa kalikuwa kananipenda kinoma noma. Ila mimi nilikuwa namzengua. Nakwambia Tina alivyoniona kwanza alitabasamu. Huko akawa ananinyali nakwambia. Akasema baby, ndo ni wapi hawa Basi mshikaji akasema ya. Basi Tina pala katupatia na Ibu. Ibu ndo alipokea ile pesa. Mimi niliona aibu tena sana kwa jinsi ambavyo nimevaa na nilivyoisha. Yaani nilijisikia vibaya mno. Yaani sana tu nilijisikia vibaya, ila nilijikaza. Tukatoka pale na Ibu. Ibu akanipa teni langu na kisha akaniaga kwamba anaenda Moro. Anaenda kwanza Moro mara moja. Nikamwambia poa mwanangu, haina noma. Basi kweli akaenda kwao, mimi nikiwa niko bado nimebaki pale ghetto. Nilikuwa napambana na maisha. Nilitumia kiakiba changu chote. Nilishiwa kabisa, alafu sikuwa na kazi kabisa. Na uweza mimi nilikaa na njaa siku 2. Ila ni kawaida tu mimi kushinda na njaa. Kuna muda mambo yanakuwa ni magumu, tunalala hivyo hivyo. Na siku ya 3 niliamkia makaburini Kinondoni. Maana ilikuwa ni siku ya kumbukizi ya mama. Sikuwa na pesa hata ya kumnunulia mama maua ya kuweka juu ya kaburi lake, sikuwa. Ila nilipanga hata kama nikisafisha tu inatosha, acha tu niende. Basi nilitembea pale na mguu kutoka Makumbusho mpaka Kinondoni. Yaani hata jelo na nauli sikuwa nalo. Ila nilipofika hii siku ndio nilimshuhudia Nasieku live. Alikuwa yuko pale tena akifanya usafi katika kaburi la mama. Huko akilia sana. Haisesi kuamini. Nasieku alikuwa amependeza mno. Alizidi kuvutia Nasieku. Alikuwa na waka mno. Nilisogea katika kaburi la mama na mimi nikapiga pale magoti. Nasieku aliniangalia na mimi nikamwangalia. Wala hakusita, aliendelea kusafisha kaburi na mimi nilifanya hivyo. Kutoka tunasafisha pale kwa pamoja na kisha tukasali, japo kila mtu alisali kivyake. Nasieku alitoa pale maua, tena maua hali kabisa ile bei mbaya, akaweka juu ya kaburi la mama. Na kisha akaanza kuondoka. Nikawa namfuata, nilienda mpaka alipopaki gari yake. Tena hii siku alikuwa na range kali nyeupe. Alipotaka kupanda nikamshika mkono. Nikamwambia Nasieku, naomba tuongee. Mimi na hatuna cha kuongea, Alvin. Nasieku, naomba unisikilize basi mwenzio. Kiukweli msikilizaji, nilikuwa nimechoka sana. Nguo nilizokuwa nimezivaa zilikuwa zimechoka, zimeisha. Na nilikuwa chini nimevaa ndala, tena mpaka zimetoboka ndala zenyewe. Niliona Nasieku ananiangalia kwa kunikagua sana. Nikasema Nasieku, naomba unipatie nafasi tuyazungumze please na kuomba. Uweze mimi, Nasieku alinisukuma. Akapanda katika gari yake na kisha akawasha ili aweze kuondoka. Uvumilivu ulinishinda mwanaume. Nilisema Nasieku, naomba basi hata pesa tu kidogo nikale.
Nina siku ya 3 sijapata chochote tumboni. Nilipozungumza hayo niliona Naseko amesimamisha gari. Maana tayari alishaanza kutoka. Akasema Ujala. Nikaitika kwa kichwa kuonesha kwamba ndio. Naseko aliniambia panda katika gari. Basi mimi nikapanda katika gari yake, Naseko akaanza kuendesha ile gari. Huko kimya na mimi nilitulia kimya. Nye maisha haya cheni. Kuna muda maisha yanakupindua mpaka unabaki uamini. Naseko alinipeleka katika mgahawa mmoja hivi huko Posta. Na kisha akaniambia agiza chakula unachokitaka. Niliagiza pale ugali na samaki. Nilipoletewa nilikula wote. Maana nilikuwa na njaa vibaya mno. Naseko hakuwa ameagiza chochote. Alibaki ananitazama tu. Akaniuliza umeshiba? Nikamwambia hapana. Ni kweli sikuwa nimeshiba. Naseko akaniagizia tena. Basi nikapiga tena pale msosi. Nilikula chakula chote. Nikasema Naseko asante, nimeshiba. Hapo niliona Naseko analia. Akatoa leso, akafuta pale macho yake. Nilihisi labda kakumbuka kipindi cha nyuma nilichompiga mara ya mwisho. Nikamwambia nisamee Naseko. Nisamee kwa yote. Unaishi wapi? Nikamwambia na kama kumbusho. Na ukinipatia namba zako za simu. Sina simu Naseko. Mambo yangu hayako sawa kwa sasa. Okay sawa, naomba nikupeleke basi kwako. Nikamwambia sawa. Basi kweli Naseko alinipeleka mpaka nyumbani ninapoishi. Na kuishia tu nje. Nilimkaribisha mpaka ndani kwangu. Majirani walishangaa maana nilikuwa nimeleta mtoto mkali kinoma. Naseko aliingia mpaka ndani, nikamkaribisha kwenye mkeka. Akaniuliza hapa ndo unapoishi Alvin? Nikamwambia ndio. Ndio napoishi mama. Naseko alilia sana. Yaani alikuwa halii kwa sauti, sema tu kwa ile kwikwi ile. Ndio alikuwa analia kwa kwikwi. Ibini nimsogelee na kumbembeleza sana. Nilihisi kabisa kanionea huruma kwa maisha ambayo mimi nayaishi. Mimi sikuwa hivi. Alinyamaza na kisha akaniuliza imekwaje? Imekwaje Alvin? Mpaka umefikia hii hatua. Hapo niliamua kumhadithia kwamba ni baba ndo kanifanya niwe hapa. Na pia nilimwomba msamaha kwa kile nilichokuwa nimemfanyia. Naseko akaniambia usiwaze, mimi nilishakusamehe. Na ndio maana niliamua kuondoka kwenye maisha yako na kwenda kupambana na maisha yangu. Na mimi siishi daa kabisa. Ila huwa nakuja tu kwenye tarehe kama hizi kwa ajili ya kufanya kumbukizi ya mama. Sababu ndo mtu pekee alinipambania, akanifanya mpaka nikasoma na alinitoa chini sana. Ni mama ambaye alinipenda sana na alinipambania mno. Siwezi kumsahau kabisa, ni mama yangu. Alipomaliza kuongea hivyo, Naseko alikuwa analia. Namjua Naseko, machozi kwake hapo karibu sana. Nikaanza tena kumbembeleza, ndo akanyamaza. Nikamuuliza kwa sasa unaishi wapi? Mimi naishi Mwanza. Na ndo nafanya kazi zote huko. Hapo Naseko aliniambia kwamba ametimiza ndoto yake kubwa ya kuwa daktari. Na anafanya kazi katika hospitali kubwa ya Mwanza mjini akiwa kama daktari bingwa wa moyo. Aisee, nilijisikia raha kwa mafanikio yake. Na nilimpa hongera sana. Akaniambia asante. Nilimuuliza, ile mimba ilitoka? Naseko akaniambia ndio ilitoka. Kiukweli ilibidi tu nikubali tu. Maana nilikumbuka ile siku nilimpiga sana na nilikuwa nampiga tumboni ili kumtoa ile mimba yake iharibike. Maana nilikuwa najua kwamba ile mimba ni ya baba. Nilitamani kujua mengi sana kwake ila niliona sina nafasi tena katika moyo wake. Nilimuuliza umeshaolewa? Akaniambia hapana. Ila tu ana mchumba anataka kumuoa. Nikamwambia sawa Naseko. Nakutakia kila kheri katika ndoa yako. Asante. Kwa hiyo unarudi lini Mwanza? Kesho narudi Mwanza. Okay sawa Naseko. Basi mimi nikutakia kila laheri. Kila laheri bwana. Naseko akanipatia simu yake na kisha akasema chukua hii simu. Nimekupatia. Ila hakikisha unasajili line na uwasiliane na mimi tu. Hapo nilijikuta nacheka maana alinikumbusha mbali sana. Nilipokuwa nimemnunulia simu, nilimwambia maneno kama haya ambayo yeye ananiambia. Basi naye akatabasamu na kisha akaniambia na kuachia hii simu. Kama nilivyokuambia line yangu natoa. Ni line yangu ya kazi. Hapo mimi nikacheka tu, nikamwambia asante sana. Nikapokea ile simu, nilipoitathmini ilikuwa ni simu ya kama milioni 4 milioni 5 hivi. Ni simu ya gharama. Ni simu ambazo mimi mwanzoni ndo nilikuwa naziuza, tena ni OG. So naijua vizuri tu bei yake. Hakikisha unafanya hivyo haraka ili nikirudi tu hotelini niipate namba yako.
business card yangu hii hapa. Nikapokea na kweli ilikuwa imeandikwa kabisa Dr. Nasieku. Na kisha akaniambia nataka kuondoka sasa nikalale hoteli. Nianze safari ya Mwanza kwa naomba nisindikize. Naanzaje kubisha? Sikubisha hata. Na kweli nilimsindikiza. Ila tukaenda Mlimani City, akaagiza chakula pale na kuku zake anazozipenda za KFC. Nikamuuliza hujaacha kuzipenda? Akasema bado nazipenda sana tu. Nikajikuta nacheka tu, nikamwambia okay sawa. Basi tukala pale kwa pamoja na yeye ndo alikuwa amelipia kila kitu. Na siku nyingi sikuwa nimekula vitu vizuri jamani. Akanikabidhi pale funguo ya gari. Akaniambia nimngoje katika gari anakuja. Nikasema sawa. Kwa nikaenda katika gari na kisha nikamwacha yeye ameingia Mlimani City. Ananiamini sana. Kanipa mpaka fungue gari yake kabisa. Hawazi kwamba mimi naweza nikakimbia nalo ile gari nikaenda kuuza ili nianze maisha yangu. Hawazi hilo. Kweli bwana, baada ya muda akaja pale, alikuwa amebeba bahasha akanikabidhi. Akasema hizi ni pesa milioni 100. Nimekupa ufanye msingi wa biashara. Tafuta hata biashara ndogo tu kwa sasa uanze nayo. Asiasi kwa mimi nilimkumbatia na Nasieku kunalia. Nafanya hivi kwa ajili ya hisani ya mama. Mama amenifanyia mambo mengi sana. Hata wewe pia umenifanyia mambo mengi sana Alvin. Narudisha fadhila japo kwa kidogo, na sio kwamba nawalipa. Siwezi kufikia wema wenu kwangu mlionitendea. Naelewa Nasieku, asante sana. Nashukuru, hiki ni kikubwa sana kwangu. Alafu pale Hama sijapenda kabisa. Nimejisikia vibaya sana kwa wewe kuishi pale. Sawa, hamna shida. Nitahama. Kweli akanirudisha tena mpaka nyumbani. Na kisha akaondoka zake. Aisee. Nimeondoka maskini kisha nimerudi tajiri. Milioni 100 sio mchezo. Na kweli mida ya usiku baada ya kusajili line nilijaribu kumpigia Nasieku, alipatikana na akaniambia kwamba ameshafika hotelini. Anapumzika kwa sasa, amechoka sana, tutaongea kesho kutwa akiwa amesharudi Mwanza. Nikasema sawa mpenzi, uwe na usiku mwema. Naye akanijibu nawe pia. Nashukuru sana ujio Nasieku aisee. Maana amenisaidia. Ila nilishaelewa kuwa siwezi kuwa na Nasieku tena. Nilihisi kabisa matajiri washamchukua mchumba huyu na jinsi alivyokuwa mzuri. Aisee. Basi kweli mimi kesho nilitafuta nyumba ya kawaida tu sana. Kodi ilikuwa ni kama 400 maeneo ya Goba. Nikarudi kule. Ila nilichukua nyumba ya kawaida tu na pesa iliyobaki nilifungua wakala 3 zenye msingi wa milioni 10. Maana ndo nilikuwa naanza na nikanunua pale kenta moja kubwa ya kubebea mizigo, ilikuwa inauzwa milioni 60 hivi. Hivyo sasa nikapanga mimi ndo nakuwa dereva wa hii gari, nijiingize huko sasa. Na mwanangu Ibu alivyorudi sikutaka kabisa kumwacha makumbusho. Nilimwambia tu kwamba bwana Nasieku kaja, kanipatia msingi na nimeamua nao tutakuwa tunaishi Goba. Mshikaji kupinga hata. Tena alifurahi kinoma. Na katika gari yangu hiyo sasa mimi ndo nilikuwa dereva na yeye alikuwa konda. Tukaanza pale kupiga kazi bwana. Hapo naongea sana na Nasieku sana. Ila kuna muda ananiambia kwamba anaingia shifti za usiku so hatuwasiliane. Ila nilikuwa naona kabisa tunaongea kawaida na hakuwa na hasira na mimi kabisa. Ila tu hatukuwahi kuongelea masuala ya mapenzi kabisa kwa sababu saizi tayari na mtu wake, si ndo ameniambia hivyo. Basi mimi nikawa napiga kazi na ile gari, napiga kazi mno. Mara leo nipo Mtwara, kesho niko Moro, kesho kutwa niko huku, yani full kuhangaika na maisha. Nikawa namfundisha na Ibu sasa kuendesha. Ajue kuendesha gari ili awe ananisaidia, maana kuna muda tunapeleka mzigo mikoa ya mbali na kuwa nachoka. So nilitaka awe ananisaidia muda mwingine. Na tulikuwa tunapiga kazi kinoma. Maana kila nikirudi tunapata kazi, tunaenda tena mkoa mwingine. Yaani mpaka mimi mwenyewe ndo nilikuwa sasa nakataa kazi. Nipata hata siku 2 za kulala nyumbani. Maana sio poa, muda wote nilikuwa niko busy yani. Siku hiyo sasa ndo nilipata kazi ya kupeleka mzigo Mwanza. Nikaona hii safari nitaomba kuonana na Nasieku kama atakubali. Basi mimi wala hata sikumwambia kwamba niko Mwanza. Kwanza nilifikisha mzigo wa watu na kisha ndo nikampigia mida kama jioni hivi. Akapokea, nikamuuliza umelala? Akasema jioni yote inalalaje? Nikamwambia ndio. Si jioni ila kazi yako si unaingiaga shifti. Nikajibu umepumzika. No, nimetoka tu kazini leo. Leo nalala zangu tu home. Nikamwambia mimi niko Mwanza ujue. Umeleta mzigo? Nikamwambia ndio. Tunaweza kuonana na Nasieku au unamuogopa mzee? Nasieku hapa kacheka, mzee ana shida bwana, hana wivu kama wewe. Basi na mimi nikacheka tu, maana kweli mimi nilikuwa nina wivu sana, tena wivu uliopitiliza. Wivu uliopitiliza mpaka nikawa na mbana mno na kumnyima ule uhuru wake wa maisha.
Sasa basi Naseko akaniuliza nilipofikia. Nilimweleza kwamba mimi niko mjini. Nikamtajia jina la lodge niliyokuwepo, na maana mimi nilikuwa niko naibu pia, nilikuwa naye lodge, ila kila mtu alikuwa amechukua chumba chake. Basi Naseko aliahidi kwamba atakuja. Nikamwambia okay poa na kuwait. Kiukweli sikuwa na nia naye mbaya, sikuwa na nia naye yoyote ile. Unajua kuna ile jinsi kwamba tayari mimi nilishajidharau kwamba mimi sio level ya Nas tena, ya kwamba siwezi kuwa naye kwa sasa, ila ni anaonekana ni wa gharama, na mimi ndo nishakuwa mwenzangu na mimi pangu pakavu. Basi nikatulia mpaka majira ya saa 3, nikaona kimya, nikajua basi kashagoma huyu. Nikavaa zangu pale, nikavaa pale pensi na singlet yangu, nikajitupia zangu kitandani, maana nilikuwa nimechoka usiku kucha, nilikuwa naendesha gari. Nikasikia simu inaita. Kucheka ilikuwa ni yeye Naseko. Nikampokelea pale, akaniambia nimefika katika hiyo lodge, chumba namba ngapi? Basi nikamwelekeza, na baada ya muda kweli nikasikia pale mlango unagongwa. Nikaenda pale kufungua. Kwanza nilipokelewa na harufu ya perfume nzuri kweli kweli. Alafu akaingia sasa mtoto, alikuwa amevaa kigauni cha kumbana cheupe, kimemchora mwili wake hatari kweli kweli. Amependeza vibaya mno sana tu. Kuna jinsi naweza nikasema alikuwa amewaka huyu mtoto nye. Basi mimi nikamkaribisha pale, akaingia kaka kitandani. Hapo alikuwa na kiatu kirefu chenye kisigino chembamba. Nikamuuliza, unajua nilivyokuwa uko kimya nilizani kwamba mzee labda amekukataza. Wala hata hajanikataza. Nikasema okay sawa, ngoja basi nikuagizie kinywaji hapo nje, nikuletee nini? Mimi maji tu. Nikamwambia okay basi poa. Kwa mimi nikatoka nje kwa ajili ya kumchukulia maji, nikarudi ndani. Nikamkuta pale mtoto amejilaza kifudifudi. Yaani msamanda wote kauachia kujua. Alafu alikuwa na chati na simu. Nikamwambia bana, maji haya hapa kipenzi. Nikamwekea pale kwenye glass, akawa anakunywa. Mimi sikuagizia kinywaji hata. Akaniambia vipi biashara zako zinaenda nao? Nikamwambia yani zinaenda hatari. Hapo sasa nilishaanza kupendeza na kamwili kashaanza kunawili. Nikamwambia sinaona hata mwili unarudi kidogo kidogo, sio kama mwanzo. Maana mwanzo nilikuwa sinenepi, na ni sababu nilikuwa silali, naendesha sana gari. Basi tukawa tunapiga pale story sana tu na Naseko. Naseko akawa amenielezea pale mazingira ya Mwanza na hali ya hewa ya Mwanza. Inaonekana alikuwa anapajua sana Mwanza, na aliniambia sasa ana miaka 8 tangu awe Mwanza. Ina maana kwamba alipoondoka tu nyumbani alikuja huku Mwanza, na hata chuo alisomea huku Mwanza, na alipata mdhamini kwa sababu alifanya vizuri sana matokeo ya form 6. Basi tulikuwa tunaongea sana pale mpaka majira ya saa 6. Akaniambia kwamba haondoki, analala pale pale. Nikaona huyu ananipa majaribu. Hivi nitaweza kweli kulala naye bila kumgusa huyu? Sidhani kama ni kweli. Ila kwa jinsi alivyokuwa anaongea, nilijua tu huyu kaja ila alikuwa na hamu na mimi, anautaka mchezo. Basi akaingia bafuni akaoga, alivyotoka akatoka akiwa amevaa nguo ya ndani tu, na juu kulikuwa kupo wazi. Nilishindwa ise. Nilinuka nikamsogelea kisha nikamkumbatia. Na siku wala hata kuvunga. Aliniambia nimekumisi sana mume wangu pekee. Hapo mimi sikutaka kumsikiliza. Nilimpa kwanza mabusu ya kutosha. Huku nikawa nampapasa mwilini mwake, nikamlaza kitandani. Mtoto nikalauka naye bwana. Yaani siku nilitembea naye na Naseko usiku mzima, hakuna kupumzika. Sijui tulimisiana sana. Tulianza show saa 7 mpaka kuna kucha, kila mtu anashikilia kiuno cha mwenzake. Yaani mpaka tunaachana tuko hoi. Yaani ilikuwa ni kupumzika mzigoni. Na tulimpumzika mara baada ya kuona Naseko anaanza kutoka na damu. Aliponiambia kwamba alikuwa anakaribia siku zake, so tumeenda kuzitibua huko mpaka zimeanza kumtoka. Ikabidi nimwache, nikaoga chap. Mimi nikaenda zangu kumnunulia pedi. Basi nilivyorudi nikamkuta yeye ndo anatoka. Alikuwa anatoka chooni kuoga, nikampatia zile pedi pamoja na nguo yake ya ndani mpya nilikuwa nimemchukulia. Maana alikuja na akanguo ndani tukaja ajabu kunitega. Tulipomaliza akaniambia kwamba unaondoka lini kwani Mwanza? Nikamwambia kesho Naseko. Okay sawa, naomba basi twende ukaone watoto wako, sawa? Nikasema watoto gani kipenzi? Nilizaa mimba wala hata ikutoka. Sikuamini mimi. Nikamwambia kweli? Yes, ni kweli kipenzi. Nilijifungua. Nilimkumbatia Naseko kwa furaha huku nikiwa nalia. Nikamwomba msamaha kwa nilichomfanyia mara ya mwisho. Nilimwomba msamaha. Basi Naseko akaniambia kwamba nimekusamehe, ila naomba ubaki na sisi sasa, tulee watoto. Alvin, hujai kunitoka Alvin. Nakupenda sana please. Nakataa kila mwanaume kwa sababu yako, tafadhali.
naomba tuwe pamoja tuangalie watoto. Nyeni nilimkumbatia na Seku, nikamwambia mimi niko tayari na Seku, nakupenda sana. Basi tulikumbatiana pale huku nikiwa nalia. Na kweli na Seku alinipeleka kwake. Alikuwa na nyumba nzuri mno, tena kifahari kweli kweli. Na niliwaona wanangu, nilikuwa nimefanana nao sana. Walikuwa ni mapacha wa kike na wa kiume. Na Seku aliwaambia huyu ndio baba. Basi wale watoto walifurahi kuniona, maana walikuwa na kama miaka 6 hivi kwa mdogo. Ilikuwa ni furaha kubwa sana. Basi nilimwomba na Seku kwanza nirudi Dar na kisha nitarudi kuishi Mwanza na yeye. Na Seku akaniambia sawa. Na kweli mimi nikarudi Dar. Na Seku aliniambia nimtumie vyeti, kuna watu wanafahamiana nao, anifanyie mpango nipate kazi. Nipate kazi kwa kile nilichokuwa nimekisomea. Alafu gari nimpe mtu apige kazi, ili tu mimi napokea tu pesa. Basi kweli nilimtumia vitu vyangu na Seku na aliniombea kazi huko, nikapata kazi. Ile gari nilimwachia Ibu apige kazi, maana kwa muda huo tayari alishakuwa dereva. Akatafuta yeye konda, akaendeleza gurudumu la maisha kupitia ile gari. Mimi sasa nikaenda Mwanza kuishi na familia yangu. I say, saizi maisha yalibadilika. Uweza mimi ndio nilikuwa na wivu sana. Saizi na Seku ndiye alikuwa na wivu mno. Yaani yeye ndo alizidi wivu, ila mimi nilikuwa mwaminifu sana. Na finally nilifanya mipango, nikamwoa na Seku. Akawa mke wangu halali kabisa wa ndoa. Nikaanza kupambana na familia, na Seku alikuwa ni mwanamke tofauti sana. Alikuwa ananipenda na kunijali na kunifanya, yani kila kitu nilichokuwa nakitaka alikuwa ananifanyia. Kila kitu nilichokuwa namkataza alikuwa anaacha. Alinipita kipesa, alikuwa na pesa kuliko mimi, ila alikuwa na heshima mno. Na miaka 2 ya ndoa yetu tulikuwa tuko pamoja. Tulipata mafanikio sana sababu ya kuelewana kwetu, licha ya kwamba tulikuwa tumetofautiana kipato. Nilikuwa namposti sana mke wangu, na mara nyingi nilikuwa natoka naye sana out, na upendo ulijaa sana kati yetu. Na kila mtu alikuwa hoi kwa mwenzie. Mimi Dar sikuitaka kabisa. Yaani nilifungua biashara nyingi tu huku Mwanza. Na niliongeza pale center nyingi tu ili zipige kazi ziongeze pesa. Mafanikio yangu yote alikuwa amebeba mke wangu. Na ninapokwama naanza kumwambia mke wangu hivi na hivi na hivi, na kweli atanisaidia. Nampenda sana na Seku. Kwangu ni zawadi kubwa mno kwenye maisha yangu. Happy alivyoona na posti nipo na mke wangu na tuna maisha mazuri, akaanza visa. Anipigia simu za usiku, yani mpaka na Seku sasa akawa ananuna. Mpaka akashauri kama shida ni mtoto, kamchukue aje kuishi hapa na ndugu zake. Na kweli mimi nilimchukua Justin na tukawa tunaishi naye. Na Seku alikuwa anaishi naye kama vile mtoto wake wa kumzaa. Yaani tuna amani sana, ila bado hatujaongeza mtoto mwingine. Nilikuwa naota mama ana furaha sana huko aliko, na ananiambia kwamba anafurahia uwepo na Seku. Hii ndoto ilikuwa inajirudia sana kwangu, ikawa inanipa amani sana. Babangu alifariki dunia, yani alikutwa kachomwa visu vingi sana katika mwili wake, na alikuwa ametupwa baharini. Mwili wake ulikutwa pembezoni mwa bahari. Kiukweli sikutamani kwenda kabisa kwenye msiba wake, maana hakuwa baba mzuri kwangu, hasa huko mwishoni. Ila mke wangu aliniambia nimsamehe na nisiwe na moyo wa visasi. Basi kabidi niende tu na mke wangu. Baada ya msiba nikarudi Mwanza kwa ajili ya kuendeleza maisha yangu. Sikutaka mali hata moja kutoka kwa mzee, na aliyedhulumiwa zote na mwanamke. Kaka alijaribu kuzifuatilia ila hakuzipata. Nikasema kweli, anayeua na upanga naye siku zote hufa na upanga. Na huu ndio mwisho wa mkasa wangu mtamu kuitwa Binti na Seku. Bwana msikilizaji, mimi nikushukuru kwa kuichagua Uncle Jay Simulizi. Mpaka kufika hapo, bwana ndo hatimaye tumefika mwisho huu mzigo Binti na Seku. Umeenjoy Umefurahi bwana huu mzigo kutoka kwa Habiba mara moja. Mimi Uncle Jay, mpaka kufika hapo ndo tumefika tamati. Asante na kwaheri.